Sehemu ya 5 ya kwake Emil, na tunasonga mbele msikilizaji kujua hilo wazo ambalo amelipata Emil ni wazo gani, kwa sababu anatuambia kwamba baada ya kuosha vyombo na kupata kifungua kinywa mwenyewe nilipata wazo zuri la kumuomba msamaha Dennis. Na tunafahamu kwamba Dennis kilichomkasirisha ni kwamba of course ni mwanaume na anajua mpaka mtu ameamua kutoka huko alipo na amekuja nyumbani kwake kukaa kabisa kuishi, basi anaamini kwamba atakuwa wamemaliza, yani atakuwa amepunguza hasira zake. Kilichokuja kumkasirisha zaidi Dennis ni baada ya kuonekana mwanamke wake yupo nyumbani kwake afu bado anaonekana kumtetea, ni kujali furaha ya mwanaume mwingine ambaye yupo nyumbani kwake pia. Kwa kama Dennis hakupendezwa. Yaani kwamba okay, Emil atazama furaha ya Dennis, anatazama furaha ya Timo, kwamba Timo atajisikiaje kama ukinikanda miguu. Emil anakera. Sijui kwa upendo wenu, mimi kwangu langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji wa hii simulizi ni dada yetu Chuchu. Moyo wangu ulikuwa unauma sana msikilizaji. Unajua mimi ni mtu mzima, tena mtu mzima sana. Unajua hii ni aibu kubwa kuanza kugombana na watoto wadogo kisa mwanamke tu. Kuna wakati unajikuta nikiwaza na ninakosa majibu, lakini moyo wangu wote upo kwa huyu mwanamke. Of course sikateni nilimkosea, hata alikosea, lakini simekubali kuyasahau yote ili tuweze kuendelea maisha yetu. Lakini kwa nini yeye anatumia hilo kama fimbo ya kuniadhibu? Leo huyu mimi Dennis Mluga, mwanaume anayeheshimiwa sana na kuogopwa na watu wengi hapa nchini, eti aibu sana ise. Eti yani napelekeshwa na mwanamke? Napelekeshwa na mke wangu, sio mwanamke, mke wangu. Mwanamke wa miaka 25 tu. Hadi nimefikia hatua ya kukubali kuishi nyumba moja na mwanaume mwenzangu. Yaani mtoto kabisa ananikingia kifua mimi kisa mke wangu na ninavumilia. Sijawahi kudhania maisha yangu yangekuwa hivi msikilizaji. Unajua kwenye ndoto zangu nyingi mimi Dennis nilijiona kama baba wa familia ambaye anapendwa na kuthaminiwa na mke wake, na tunaishi maisha ya furaha na amani. Lakini hilo silioni kabisa kwa Emili wangu. Kwa hiyo mlio wa simu yangu ulinitoa kwenye mawazo yangu na kunifanya nifunge bomba la mvua lililokuwa lakini mwagia maji, huku sasa nikiwaza jinsi maisha yangu yalivyogeuka kisa mapenzi. Nilijifuta na taulo vizuri, kisha nikatoka na kwenda kuipokea. Nilipoona namba msaidizi wangu ofisini, nilihisi kama kichwa changu kinazidi kuchanganyikiwa. Msaidizi wangu alinisalimia, akasema shikamoo bosi, samahani na kusumbua katika siku yako ya mapumziko, lakini tumepata dharura kidogo. Alisema hivyo nami kwa siri nikamwambia kwamba bora kiwe kitu cha maana sana, sababu kama sio basi leo unapoteza kazi yako. Nilimjibu kwa hasira sana. Hasira zote sio zake, lakini sina mtu mwingine wa kumtolea hasira zangu, sina. Basi msaidizi akajibu ya kwamba nisamee sana bosi, lakini nikamwambia wewe, hebu ongea kitu basi kinacholeka haraka. Basi akaropoka haraka akasema gari yetu mafuta yamezuiliwa mpakani. Nikasema magari mangapi unaongelea hapa? Na ni mpaka gani? Niliuliza huku akili yangu kizidi kuchemka. Nilijua tu huyu akinipigia siku ya mapumziko hakunaga taarifa nzuri siku zote. Yaani ni taarifa mbaya tu. Basi kwa woga akajibu ya kwamba magari yote. Nikasema nini? Unamaanisha nini? Yaani haiwezekani magari yote 35 kuzuiliwa mpakani. Ni wapi huko? Kwa woga akanijibu ni pale Kongo tu. Nikamuuliza kwamba hizi taarifa unazonipa ni za muda gani? Nilimuuliza sababu kwa huo uoga wake nilihisi taarifa hizi ni za muda mrefu kidogo. Basi kwa kusita akasema kwamba yamezuiliwa kuanzia jana asubuhi. Nikasema kwamba Evelyn, yaani unamaanisha kuwa kuanzia jana asubuhi magari yangu mafuta yamezuiliwa mpakani na hujanipa taarifa hadi wakati huu? Hivi unawaza gani niko kichwani? Sasa kajibu hapana bosi, nilidhani tu kitu tunachoweza kutatua bila kukusumbua. Nikasema wewe naomba unisikie sawa. Tumia hizo taarifa haraka sana. Tumia hizo taarifa zote haraka. Nitafanya ninachoweza kutatua hili. Na umuombe Mungu wako mambo yangu ende vizuri, sababu kitu chochote kikiharibika Evelyn, maisha yako yatakuwa ya taabu sana.
nilimwambia kwa hasira na kukata simu. Nijitupa kitandani huku nikijaribu kuwaza mahali pa kuanzia kutatua hili. Yaani haiwezekani magari yangu kuzuiliwa bila sababu. Madereva wangu wote wana vibali vyote wanavyohitaji. Hapa lazima kuna mkono wa mtu. Kuna mtu ananitafuta na muombe Mungu wake nisimjue. Simu yangu ilipokea ujumbe na sikujisumbua kuangalia sababu najua zitakuwa ni hizo taarifa ninazozihitaji. Nilijipaka mafuta na kuvaa bukta na t-shirt kwa sababu nitakuwa nyumbani siku nzima. Kisha nikachukua simu yangu na kuelekea kwenye ofisi yangu ya pale nyumbani. Nilipishana na Emil ambaye alijaribu kunisemesha. Alinisemesha kitu lakini mimi sikuweza kumsikia kutokana na mawazo yangu mengi. Na kwa jinsi nilivyo na hasira wakati huu, najua nikiongea naye hakuna jema litakalotokea. Maneno Emil alioniambia jana usiku yalikuwa kijirudia akilini mwangu kama wimbo. Lakini pia maneno ya rafiki yangu ambaye nilienda kulala kwake jana, na yenyewe yalikuwa yanajirudia akilini mwangu kama wimbo pia. Rafiki yangu yeye aliniambia kwamba Emily ni binti mdogo sana. Bado anatapatapa, hajui maana ndoa. Hivyo kama ninampenda kweli basi nisijisumbue, nimpe muda. Lakini nadhani ni rahisi kuongea na kutoa ushauri kama janga sio lako. Mimi wanaelewa kabisa hivyo. Yaani kama jambo halijakukuta msikilizaji, sio la kwako. Ni rahisi sana kuongea simple na kutoa ushauri tu. Siku zote ni rahisi kutoa pole kama msiba haukuhusu. Utasikia tu pole, yani pole. Simple like that. Lakini kwa mimi hapa ambaye ndio mwenye msiba, hili ni zito sana. Unajua kuna wakati naona kuwa wazo langu la kutokuwa na mke lilikuwa sahihi sana. Niliamua kuacha kwanza kumwaza, yani kuwaza kuhusu Emil na kushughulikia hili loko mbele yangu. Baada ya kuwasiliana na watu kadhaa, nilifanikiwa kupata mawasiliano ya kiongozi wa pale mpakani. Kisha nikawapatia watu ofisini ili waweze kumalizia hilo swala. Dakika 20 baadaye Evelyn alinipigia kwa furaha kidogo kuwa wamefanikiwa, hivyo magari yameruhusiwa kuondoka. Nilimwitikia tu kwa ufupi na kukata simu. Baada ya hilo kupita, nilipata aweni kidogo. Hivyo nikaamua kufanya kazi zangu nyingine sababu najua siwezi kupumzika nikiwa na mawazo mengi hivi. Sikujua hata kama muda umeenda kiasi hicho hadi nilipoanza kuona moshi mweusi ukiingia ofisini. Kisha akatokezea Emil ambaye alikuwa amebeba sahani iliyofunikwa lakini inatoa moshi mweusi kabisa. Usio mvuke, ni moshi. Uso Emil ulijaa tabasamu nzuri ambalo lilinifanya nishindwe kuzuia tabasamu langu. Ni muda mrefu sana Emil hajanitazama kwa hili tabasamu. Alifika na kuweka ile sahani pale mezani. Akasema kwamba Dennis, najua jana nilikosea. Maneno yangu alivuka mipaka na nimelitambua hilo. Naomba unisamehe. Na hapa nimekuandalia chakula kidogo. Emily alisema na kufunua ile sahani ambayo ilikuwa na tambi za rangi ya kahawia. Nijitahidi sana kutokushtuka lakini nadhani aliona hilo. Emily ajitetea akasema kwamba najua haziko vizuri sana, lakini nimezitengeneza kwa upendo na zina ladha nzuri kuliko zinavyoonekana. Nikamjibu kwamba usiwaze mke wangu, ziko vizuri kabisa. Nilisema uongo mkubwa, lakini nitamkatishaje tamaa wakati amefanya yote kwa ajili yangu. Emily hajawahi kunipikia. Yaani hajawahi kunipikia kitu tofauti na chai na kunikaangia mayai. Alishawahi kuongea kipindi fulani na kuniambia hapendi kupika na wala hajui sana. Lakini sikudhani kama kutokujua kwake ni kwa kiwango hiki. Yaani sikujua kabisa. Basi Emily akaniambia kwamba onje alafu niambie nimekuletea na hii salad alikuandalia mama Agnes jana. Ananiambia kwa upendo huku akinipatia uma. Nilitabasamu na kuangalia kile chakula. Zile tambi zilionekana kama vile zilipigwa bomu kisha zikarushiwa kwenye sahani. Yaani ni kama zilipigwa bomu alafu zikarushiwa kwenye nini? Kwenye sahani. Maganda ya nyanya yalikaa juu kama vipande vya rangi. Vipande vya rangi mnaifahamu? Rangi yani kisha kauka au kibanduka kadondoka chini Kwa nijikuta nikikosa kabisa hamu ya kula. Lakini siwezi kumkatisha. Hata kama maganda ya nyanya yamekaa kama vipande vya rangi, siwezi kumkatisha tamaa. Wakati ameshasema amefanya yote kwa upendo tu.
Nilimtazama kwa tabasamu na kuchota kiasi kizuri tu cha zile tambi ambazo niliziona kama hukumu kwangu. Nijikuta nikipaliwa baada ya kuweka kile chakula mdomoni. Kilikuwa kinanuka moshi. Ni kama vile nakula tambi za kufukizwa. Zina chumvi nyingi na ladha ambayo sielewi, bado kuna vitu vichungu tu. Asemile akasema kwamba ngoja nikuletee maji. Alisema hivyo haraka na kuelekea upande wa pili wa ofisi yangu ili kuniwekea maji kwenye glasi. Nilitumia nafasi haraka kutema kile chakula kwenye tishu na kurushia kwenye chombo cha kuhifadhia taka. Mpaka Emilia anarudi nilikuwa najifanya ndo ninameza chakula. Alinikabidhi maji kwa tabasamu kubwa. Niliyapokea haraka na kuyanywa bila kupumzika. Lakini hayakuweza kuondoa ile ladha ambayo mdomoni kwangu. Nilikula ile saladi niliyoandaliwa na Mama Agnes na angalau nikaona ile ladha mbaya ikiondoka mdomoni. Kwa mara ya kwanza niliwaza kumuongezea mshahara huyu mama. Wasaidizi wa kazi nyumbani, najua mnanisikia, pikeni vizuri. Ipo siku Madhaus anaweza katimuliwa, wewe ukashika nafasi ama ukaendelea kufanya hiyo kazi, lakini ukawa ni mwenye thamani sana kwenye hiyo nyumba. Pika vizuri bwana. Mwanaume anapenda kupikiwa vizuri sana. Kwa hiyo mimi kwa mara ya kwanza niliwaza kabisa kumuongezea mshahara huyu mama. Niliona umuhimu wake kwenye swala la chakula. Emilia alikuwa akinitazama kwa tabasamu huku akinisubiri nile. Nilichukua zile tambi kidogo na kuzichanganya na ile saladi na kula kijiko cha pili. Angalau awamu hii kulikuwa na afadhali kidogo. Ile saladi ilisaidia sana kupunguza ukali. Hivi umekula hiki chakula? Hapana, hata sijisikii kula tambi leo, alinijibu huku akikaa vizuri kwenye sofa. Moyoni nilimshukuru Mungu sababu hiki chakula kinaweza kuwaua watoto wangu tumboni. Okay, hakuna shida. Saladi si imebaki ama? No, ilikuwepo hiyo tu ambayo uliandaliwa siku ya jana, alisema kusasa akipapasa tumbo lake. Okay. Inaenda vizuri sana na hizi tambi. Yaani ziko vizuri. Kama isingekuwa afya yangu ningekula hii sahani nzima. Nilimweleza huku sasa ni kila vijiko viwili ambavyo nimedhamiria viwe vya mwisho. Asante sana Dennis. Unajua ni mara yangu ya kwanza kupika tambi za nyama ya kusaga. Sikujua kama ningezipatia hivi. Of course umezipatia sana. Naamini umemtunzia Timo tambi kidogo. Itakuwa vibaya sana kama asipofanikiwa kuonja hizi tambi nzuri sana. Afu unajua sikumfikiria, nilipanga kuandalia wewe tu. Asante sana kwa kumfikiria. Chakula kipo cha kutosha, anaweza kabisa kupata mlo wa jioni akirudi. Itakuwa vizuri sana. Naamini Timo akila atafurahi sana kama mimi. Asante sana kwa chakula my wife. Kulingana na afya yangu hapa nadhani inatosha kwa hiyo asante sana. Swaza Dennis, mimi ndo ninatakiwa nikombe msamaha. Yote ameshasamehewa mpenzi, wala tusijali. Asante sana Dennis. Basi ngoje nikuache ufanye kazi, aliniambia huku sasa akichukua vyombo kwa furaha na kuelekea jikoni. Bila shaka alienda kumwandalia Timo chakula cha jioni. Nilibaki pale nikihangaika kunywa maji ili kuondoa ile ladha mbaya mdomoni. Nilibaki pale nikitabasamu na moyoni nikidhamiria kuhakikisha kuwepo kushuhudia hilo tukio la kishujaa. Kwa sababu kwa hizi siku mbili kitu nilichokijua kuhusu Timo ni kuwa anampenda sana Emily. Yaani hafurukuti wala hangaiki. Kwa hiyo najua atajitahidi kumfurahisha Emily kwa kula kile chakula chote na kumsifia. Na kwa bahati mbaya hana tatizo la afya la kusingizia. Kwa hiyo itakuwa ni burudani tu kuangalia mateso yake. Kwa hiyo sasa hapa niliona kilichobakia ni kufanya kazi zangu haraka sana. Yaani haraka niliyokuwa nayo ni sana wewe mdada ambaye unasubiri, yani una kazi nyingi alafu muda wa tamthilia umefika. Au muda wa kitu chako kizuri sana umefika. Kwa hiyo sasa mimi ndio nilivyokuwa na hiyo haraka. Ilipofika saa 12 jioni, sikuwa nimemaliza kazi, lakini sikuwa tayari kukosa nafasi ya pekee ya kumuona Timo akiteseka. Niliinuka haraka. Ilipofika tu saa 12 nilielekea sebuleni. Mimi sikuwa hata na kitu cha kufanya pale, hivyo nilijifanya kuperuzi kwenye simu yangu hadi mlango ulipogongwa. Emilia alitoka jikoni haraka na kwenda kufungua mlango.
akiwa na furaha kubwa sana. Alienda na kumfungulia Timo, uso wake ukiwa na tabasamu kubwa sana. Basi Emily alimwambia kwa furaha sana Timo, na hapo ni baada ya kuingia ndani, alimwambia kwamba nimekuandalia chakula cha jioni, natumaini utakuwa na njaa. Basi Timo aliacha tabasamu kubwa, akasema na njaa sana mpenzi wangu, umenipikia nini leo? Timo aliuliza kwa furaha. Emily akasema kwamba nimeandaa tambi za nyama ya kusaga. Kwa nini usiende kuoga alafu nikuandalie chakula? Emily alimweleza hivyo. Timo alitikia kwa furaha na kuelekea chumbani bila hata kunisalimia. Mimi sikuwa na muda wa kujali hilo. Hanisalimii. Ngoja atoke kuoga. Niliinuka mimi na kuelekea upande wa meza ya chakula ambapo Emily alikuwa ameshaanza kutenga chakula. Nilitamani kuona kila kitu kitakachotokea. Timo alirudi kutoka chumbani baada ya dakika kadhaa. Alionekana kama vile ametoka kuoga. Alikuwa ametupia bukta na t-shirt. Yaani ni kama vile mtu ambaye yuko tayari kula, tena amejiandaa vizuri. Basi muda huo Emily alitokea akiwa na lile tabasamu lake, huku akiwa amebeba sahani. Angalau hakukuwa na moshi wakati huu, lakini hali ya hewa ya pale sebuleni iliharibika. Unajua chakula kikiungua hata jikoni ile harufu yake tu kuungua inaweza ikatumia muda kidogo kuweza kuisha au kukata. Basi bwana. Aisee. Tabasamu la Timo lilianza kuweweseka. Nilishusha simu yangu chini na kumtazama pale sahani iliyofunikwa ilipowekwa mezani. Nilitengeneza hizo tambi kuanzia muda mchana. Dennis alizipenda sana, akaniambia nihakikishe na wewe nimekutunzia. Emily alimwambia kwa tabasamu huku akimkabidhi uma. Timo alinikata jicho la hasira, na mimi nilimtazama kwa tabasamu tu. Emily alisogea na ukaa pembeni huku akimtazama Timo. Timo alifungua ile sahani huku akijitahidi kubaki na tabasamu usoni, lakini alifeli. Macho yake alipotua kwa Emily, alirudi na kutazama tambi zake kisha akaanza kula. Baada tu ya kuweka kijiko cha kwanza mdomoni, alipaliwa kama mimi tu. Sasa Emily aliinuka haraka na kwenda kumletea maji. Timo alihangaika akitafuta pa kutemea chakula. Mimi nilishindwa kuzuia kicheko changu. Kabla hajapata pa kutemea, mimi mwenzake nilipata pa kutemea mapema sana. Sasa kabla yeye hajapata pa kutemea chakula, Emily alirudi na jagi la maji. Hivyo kabidi atulie na kumeza chakula. Sasa Emily akamuuliza kwamba unakionaje chakula? Emily alimuuliza baada ya kukaa pembeni yangu. Sasa bwana. I say. Baada ya kuulizwa hivyo, Timo yeye alitikia tu kwa kichwa huku akimuonesha dole gumba kuashiria kiko vizuri. Yaani kwamba okay, bravo, kiko vizuri. Unajua nadhani hapa inawezekana ni ngumu sana kuikataa kwa sababu gani? Kashaambiwa kwamba mimi nilikula kikanifurahisha, yani kikanipendeza. Umeona? Kwa sasa inaonekana kama yeye kusema hapana au kibaya ni kama Kusema kweli tabasamu alikuweza kuondoka usoni kwangu. Timo alikula kama mtu anayetafuna malimao. Sura imekunjamana muda wote. Alipomaliza kula, hakuongea maneno zaidi ya asante, usiku mwema. Bila shaka alienda moja kwa moja chooni. Yaani huwezi kuishi nyumbani kwangu alafu ni dharau. Na huwezi kuishi maisha mazuri tu, huwezi. Mbona safari inaendelea? Mpaka sasa ninaongoza goli 2. Mwanzoni ilikuwa ni goli 1 bila. Umeelewa? Mpaka sasa mimi niko mbele kwa magoli 2, Timo 0. Tunasonga mbele. Huwezi kuletea dharau nyumbani kwangu. Kwa bahati mbaya kulipokucha, nilihitajika kuhudhuria kikao mapema sana. Hivyo sikuweza kuona sura ya Timothy akiamka asubuhi. Na mimi nitamani sana kumuona akiamka tu baada ya lile tukio la jana. Lakini naona hilo itabidi lisubiri hadi jioni nikirudi. Kwa hiyo niliingia kwenye gari na kuanza safari ya kuelekea ofisini kwangu. Nilipofika nilipokelewa na Evelyn ambaye
alikuwa anahangaika kupanga vitu mezani kwangu. Aliponiona alianza kutetemeka na hajawahi kunisikia nikifoka kama ile siku ya jana. Eva, hebu nipatie ripoti. Lini ndio tegemea magari kuingia hapa? Nilimuuliza baada ya kusalimiana. Eva akanijibu ya kwamba baadaye usiku kama wakiweza kwenda na ratiba. Nikasema okay, utaniambia kama mabadiliko yote yatatokea. Nilimwambia huku sasa nikivua koti langu la suti na kulitundika kwenye sehemu ya kutundika makoti. Kisha nikakaa tayari kwa kuanza kazi. Sasa Eva akaniambia kwamba bosi nikuandalie chai. Nikamwambia kwamba hapana, sio muda huu. Nikihitaji nitakutaarifu. Akaitikia sawa. Aliitikia na kutoka ofisini kwangu. Sasa baada ya kubaki mwenyewe, nilijinyoosha na kuegemea kiti vizuri, huku macho yangu akitua kwenye picha ya Emil niliyoiweka pale mezani kwangu. Akili yangu ilinirudisha kwa mke wangu, mwanamke pekee ambaye ameweza kuunasa moyo wangu na kunipa zawadi ya ajabu hivi. Daima nitamshukuru Mungu kwa kunikutanisha na huyu mwanamke. Kabla sijafikiria sana, niliambiwa kuwa kila mtu ameshafika kwa ajili ya kikao, hivyo ninasubiriwa. Niliinuka na kuelekea huko. Baada ya kikao nilikuwa nimeshachoka. Nilitamani maisha ya miezi kadhaa, yaani nyumba ambayo nilijua nikichoka basi nitarudi kwa mke wangu ambaye atanipokea na kuniuliza kuhusu kazi. Nadhani sometimes mnasikiaga, ndio maana unakuta hata watu wengine wanakuwa wanatoka hadharani wakisema ya kwamba kama bado hujaoa usioe, tafuta kwanza pesa. Ya pesa unazipata lakini bado ndoa inawezekani chungu kwa kwani, yaani muda ambao unatakiwa utoke kazini useme kwamba nafurahi kurudi nyumbani kwa mke wangu, na penyewe nyumbani napo ni changamoto. Kwa hiyo mimi nilijua kabisa ni kwamba mke wangu, yaani nyumbani kwa mke wangu, nyumbani kwangu pia itakuwa ni sehemu salama sana. Atanipokea na kuniuliza kuhusu kazi, atanikanda mgongo wangu na kuhakikisha nimekula. Lakini furaha yote hiyo niliharibu mwenyewe of course. Na sasa mimi siwezi hata kulalamika juu ya haya yote yanayoendelea. Mimi niliharibu mwenyewe. Nilitulia na kuanza kufanya kazi, lakini hazikupita hata sekunde kadhaa, simu yangu bwana iliita. Huyu alikuwa ni Sullivan. Nadhani mnamkumbuka sana Sullivan. Hello, Maxi ameniambia kwamba unataka kujitoa. Hiyo ndio ilikuwa sentensi yake ya kwanza na hakutaka hata salamu. Sullivan, maisha yangu kwa sasa yamebadilika. Halafu hivi sio vitu vya kuongea kwenye simu. Hem, tutafute muda tuzungumze haya. Nilijua utasema hilo. Usiwaze, ndo napanda lift hapa ya kuja ofisini kwako. Najibu kwa hasira, nikasema sawa utanikuta. Nilimwambia hivyo na kukata simu. Dakika chache baadaye Sullivan aliingia ofisini kwangu huku Eva akimfuata kwa nyuma. Nimwambia Eva hakuna tatizo, hivyo akarudi nje. Sullivan alifoka akasema kwamba haya, hatuko kwenye simu hapa, nijieleze Dennis. Nikueleze nini zaidi? Max alichosema ni kweli. Wote mnajua mke wangu ni mjamzito. Mimi siko tayari kuhatarisha maisha yake na ya watoto wangu. Na pili, hakuna taratibu zozote nilizovunja. Nimefuata sheria zote. Na kwa sasa ninaruhusiwa kabisa kujitoa. Kwanza sio ninaruhusiwa, nimeshajitoa. Kwa hiyo mimi nadhani msinihesabu tena kwenye hivyo vikao haramu. Unasemaje? Yaani sisi tunajitoa kwa ajili yako. Hivi ni mangapi tumefanya kwa ajili yako Dennis? Juzi magari yako yamekwama, ni mtandao wetu ndio umekusaidia. Hivi unadhani ukiwa nje ndio familia yako itakuwa salama? Sullivan, sidhani kama ninahitaji kukumbusha kuwa mimi ni nani. Sawa Nimeshaamua kuwa sitaki tena hiyo biashara. Hakuna unachoweza kufanya ukabadili mawazo yangu. Sawa. Kama umeamua hivyo, basi mimi sina la kusema. Lakini kuanzia sasa wewe na huyo mke wako mwanze kuishi kwa uangalifu sana, kwa sababu hamjui siku wala saa. Unamaanisha nini wewe? Sullivan, unanitisha mimi? Wewe chukua vyote utakavyotaka bana. Wewe una siku njema. Alisema hivyo na kutoka, akabamiza mlango wangu. Nibaki pale hasira yangu ikichemka maradufu. Sasa kabla hata sijapoa, mlango wangu ulifunguliwa tena.
Awamu hii akaingia kakaangu Michael. Kwa kutazama sura yake tu nilijua kabisa kuwa hakuja kwa heri. Basi nilimsalimia pale, nikamwambia shikamoo kaka. Nilimsalimia kwa sasa nikiinuka kwenye kiti changu. Kakangu alifoka hata bila salamu, akisema ya kwamba hebu kaa huko, sitaki salamu za kinafiki. Hivi Dennis, unajisikiaje mwanangu akiwa na tangatanga huko? Unajua kabisa sasa hivi ana mke wa kumhudumia. Lakini umeamua kumtaabisha tu? Kwa nini lakini? Umepata na pepo gani wewe? Kaka, nadhani ungetulia kidogo sababu maneno yako nashindwa kuelewa. Tristan ni kijana mtu mzima tu. Kwa nini lazima mimi msaidie kila kitu? Kuna vitu amevifanya vya kunivunjia heshima kubwa tu. Na tena sio mimi tu, lakini hata mke wangu hajamheshimu. Kwa mimi nimeona huenda amekuwa hahitaji msaada wangu tena. Anatakiwa ajue kupambana. Yeye ni mwanaume bwana. Aha. Kwa hiyo haya yote ni kwa sababu tu ya yule kahaba mtoto, si ndio? Hivi la binti sirika la Tristan kabisa le. Ni kitu gani umekosa kwa wanawake wa rika lako? Au unadhani kuwa bado wewe ni kijana mbichi? Leo hii unamkatalia mbali mwanangu kwa sababu tu ya kahaba moja tu. Kweli Dennis? Michael Mluga, ukiendelea kumtukana mke wangu, nitakufanya kitu utakachosimbia hadi uchuku zako. Kama una shida sana nitukane mimi, lakini sio mwanamke wangu. Hivi unajua tumetoka wapi? Unafahamu tumetoana wapi? Na huyo mtoto wako ambaye unahangaika kumlea kama yai hadi uzeeni, endelea kumfuga. Ni mwanaume, mwache apambane. Kwani atakufa? Si nimefanya sehemu yangu kama baba yake mdogo. Nimeshajitoa vya kutosha. Kama hilo hulioni basi sasa. Mimi nimemnao huyo mwanao. Endelea kumfuga tu kama jipu bwana. Iko siku nitakutumbukia. Nilimweleza kwa hasira na kuamua kurudi kukaa. Mwili wangu ulikuwa unachemka kwa hasira. Kakangu alinitazama kwa muda na kuamua kutoka kwa hasira. Nibaki pale nikiwa na hasira. Nilitamani kwenda nyumbani sababu najua nikionana na Emil kila kitu kitakuwa sawa, lakini bado nilikuwa na majukumu mengi ya kunishikilia pale ofisini. Sasa mpaka inafika jioni, hasira zangu mimi zilikuwa zimepungua, na kwa mara ya kwanza nilitamani kukaa na kuzungumza na Emil kuhusu maisha yetu. Nadhani maneno ya Sullivan yalinipa hofu kubwa zaidi. Nilitamani kuzungumza na Emil kuhusu watoto wetu. Nadhani wakati wa kuwapatia majina umefika. Natamani tufikie mwafaka wa jinsi tutakavyowalea hawa watoto. Baada ya kuamua hayo, niliinuka na kuanza safari ya kuelekea nyumbani. Njiani nilipitia maua ambayo najua Emil anayapenda sana. Kisha nikaelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani nilimkuta Emil ametulia kwenye kochi huku akiangalia movie. Tumbo lake kubwa alikuwa amefanya sturi na kuweka hapo sahani ya zabibu huku akizila taratibu. Upande wa pili ambapo ndipo kuna meza ya chakula, Timo alikuwa amekaa akifanya vitu kwenye kompyuta yake. Emil aliacha tabasamu kubwa aliponiona, au labda alipoona maua niliyomletea. Nahitaji kuongea nawe kidogo. Kuna mambo muhimu sana nataka tuzungumze mke wangu. Ngoja nikaoge kwanza alafu nakuja tuongee. Nilimweleza kwa sasa nikimkabidhi yale maua. Asante kwa zawadi di. Wewe maliza mambo yako kabisa, utanikuta tu mimi hapa kwa sababu sina pa kwenda. Emil aliniambia huku macho yake yote yakiwa kwenye yale maua niliyomletea. Nilimuitikia na kuelekea chumbani ambapo nilioga na kuvaa t-shirt na bukta, kisha nikatoka na kuelekea sebuleni kwa ajili ya kuzungumza na Emil. Lakini nilimkuta Timo akiongea na Emil. Alikuwa akimuonesha kitu kwenye kompyuta yake. Kwa haraka akili yangu ilikuwa inawaza kuwa Timo anafanya makusudi tu ili nisipate nafasi ya kuongea na mke wangu. Lakini niliyatoa hayo mawazo. Labda anahitaji tu mtu wa kumshauri. Niliamua kupotezea na kusogea pale walipokuwa. Emil alikuwa akimshauri Timo kitu kuhusu rangi kwenye video aliyokuwa anarekebisha. Sasa mimi nisimama pale kwa dakika kadhaa sababu kila wakati Emil alipomaliza kumuelekeza kitu kimoja Timo aliibua kitu kingine. Hadi nikaanza kuona huenda ni kweli alikuwa akifanya makusudi. Sasa niliamua kuongea tu nikasema kwamba Emil umeshamaliza? Yes, yeah. Timo, ngoja basi niongee na Dennis. Na mimi tumeelewana. Kama kuna marekebisho mengine tutafanya hata baadaye au kesho. Emil alisema hivyo. Timo akasema kwamba sawa, hakuna shida wewe. Anyway, namalizia hapa tu usijali. Basi nenda ukakae pale barazani na kuletea juisi.
Nilimweleza hivyo. Sasa akasema kwamba umejuaje, yani nina kiu sana, alisema kwa furaha sasa akihangaika kuinuka. Nilimpa mkono na kumsaidia kuinuka. Kwa hiyo maji au juisi? Nilimuuliza baada ya kuhakikisha ameinuka na yuko vizuri. Juisi tafadhali, tena baridi sana. Sawa, nenda kapumzike hapo kibarazani na kuja. Nilimwacha akielekea huko, kisha nikielekea jikoni na kumimina juisi kwenye glasi kubwa kabisa, kisha nikampelekea kibarazani. Alipokea pale ile juisi na kuinywa haraka haraka, kisha akashusha pumzi na kutulia. Najisi nimechoka. Niambie Dennis, ulitaka tuzungumze nini? Nitaka tuzungumze kuhusu watoto. Unajua zimeshapita siku 4 sasa tangu ukae hapa na hatujazungumza chochote. Hakuna chochote tulichokiandaa na ninashindwa kufanya maamuzi kwa sababu sijui uliposimama. Natamani nisikie kutoka kwako ili nijue tunafanya maandalizi gani kwa ajili ya watoto. Nilimwambia hivyo huku akili yangu ikirudi kwenye maneno ya Sullivan leo mchana. Emily alikaa kimya kidogo kabla ya kuongea. Dennis, hata mimi bado sijafikia mwafaka, lakini kitu ninachotamani ni watoto wapate nafasi ya kumjua baba yao. Na ninajua namna gani hili ni la muhimu kwako, hivyo sitamani kukunyima hii nafasi, lakini kuna namna na kwama. Alitulia kidogo kama vile akitafuta maneno ya kuongea na akakosa. Niliamua kubadili mada sababu hakuna haraka yoyote na sitaki kumpa wakati mgumu. Sitaki kumkwaza, anaweza akaamua kuondoka kama nikimkera. Basi sawa, hakuna haraka mpenzi. Wewe fikiria tu alafu utaniambia utakachoamua, lakini kwa sasa hebu niambie, umeshaanza kufikiria hata majina yao? Sababu leo nijaribu kuanza lakini naona kila jina halifai. Nilimwambia hivyo. Emily aliacha tabasamu kubwa sana. Ya, kuna majina mengi sana nimeshafikiria. Unajua kabisa sina kazi, kwa hiyo muda mwingi nilionao ninautumia tu kuangalia movie na kutafuta majina ya watoto. Nimeshaorodhesha mengi tu. Ngoja nikusomee. Alisema na kuanza kupekua simu yake. Yako wapi haya? Okay, hapa. Sawa. Kuna Jordan, kuna Jaden. Yaani hapa sasa kuna Jordan na Jaden kwa sababu si ni mapacha. Jordan na Jaden. Kuna Abel na Abed. Kuna Peter na Paul. Kuna Alpha na Alfred. Au tunaweza kuita Alpha na Omega. Yaani mkubwa akawa Alpha, afu mdogo akawa Omega. Yapo mengi sana, ngoja niangalie na sehemu nyingine. Hakuna shida. Cha kufanya wewe nitumie tu majina, nitapitia taratibu. Kuna kitu kingine natamani tuongelee sasa hivi. Unajua Emily, kati ya vitu ninavyo... Maneno yangu ilikatishwa na Timu ambaye alikuja akiita kwa sauti kama vile mtu anayewaka moto. Alisema kwamba my love, hebu nieleweshe hapa kidogo. Alisema sasa akimsogelea Emily na kumkabidhi kompyuta yake. Nitamani kupotezea lakini iliona kabisa anachokifanya ni dharau na makusudi. Aisee, umeona kabisa tunaongea hapa. Hivi umeshindwa nini kusubiri tumalize? Nilimweleza hivyo kwa hasira kidogo. Na yeye kwa dharau akanijibu ya kwamba wewe ndio ulitukuta tukiongea mwanzo. Ulitakiwa usubiri wewe. Hebu kwanza usiniingilie bwana. Jamaa alinijibu hivyo kwa dharau. Ghafla sana nijikuta nikizidiwa na hasira yangu. Niliinuka haraka na kumsukuma kidogo. Nikamwambia unasemaje wewe? Yaani unaletea ujinga kwa nyumba yangu mwenyewe? Nilimwambia kwa hasira huku nikimtunishia kifua. Japokuwa alikuwa kimbaombao na yeye hakukubali kushindwa. Alinisukuma lakini bahati nzuri niliwahi kujishika kwenye nguzo la kibaraza. Tulishangaa Emily ameinuka na kutuvuka kielekea ndani. Wote tuliacha kupigana na kumshangaa. Vipi, mbona umeacha? Piganeni hadi muone kama hata mimi ninajali. Endeleeni kupigana. Emily aliongea kwa hasira ajabu ambayo sijawahi kuiona usoni mwake. Kisha akafungua mlango na kuingia ndani. Niliamua kuachana na huyu mpuuzi ili niende kumliwaza mke wangu, lakini nilipotaka kuelekea ndani, Timu alinivuta, kitu kilichosababisha nguo yangu kuchanika kidogo. Kwa hasira nilimgeukea na kumsukuma hadi akaanguka chini. Hadi wakati huu hakuna hata mmoja aliyerusha ngumi. Tulikazana kutishiana tu. Na moyoni mimi sikujali kumuumiza. Lakini kabla sijafika mlangoni, Timu alinivuta tena na awamu hii alirusha ngumi ambayo nilibahatika kuikwepa, lakini kwa hasira sikutaka kumvumilia tena.
nilimshushia ngumi nzito 2 kabla hajaweza hata kunisukuma. Tukiwa katika ugomvi wetu tulisikia tu geti likibamizwa. Ilinichukua dakika kadhaa kuelewa kuwa aliyetoka getini ni mke wangu. Haikuchukua muda, Timu aliniachia na kuanza kumuita Emily ambaye hadi tunafika getini hakukuwa hata na dalili yake. Tulirudi ndani na kumtafuta lakini hakuwepo. Tulijaribu kumpigia simu lakini simu yake iliita pale pale ndani ya nyumba. Nilihisi kama ninakuwa kichaa kile nikiangalia na kuona giza linavyotanda. Alafu yeye ametoka nyumbani na giza lote ili bila kusema anapoenda. Sasa Timu akasema ya kwamba atakuwa ameenda wapi? Timu aliuliza kusasa akizunguka pale sebuleni. Sasa nami kwa siri nikasema ya kwamba kama isingekuwa ujinga wako, haya yote yasingetokea. Timu akasema kwamba ujinga gani mzee? Hivi nadhani Emily atarudi tena kuwa na wewe, Baada ya hayo yote uliyofanya, kuna muda. Unajua kuna muda yani unastajabisha sana yani. Hivi unaelewa kuwa Emily ni mke wangu? Na hao walioko tumboni watoto wangu. Unaelewa hilo? Kwa siko tayari kumpa Emily talaka hata nifanyie ujinga gani. Alafu jambo la pili, hata mkiamua kuwa pamoja, tambua kwamba mimi na yeye tunaviunganisha tayari. Kamwe siwezi kutoka maishani mwa Emily. Kwa jitafakari vizuri bwana mdogo. Nilimjibu kwa dharau sana. Timu alicheka tu na kuanza kutoka sebuleni akielekea nje. Sasa nimuuliza bila kutegemea kwamba unaenda wapi. Akanjibu ya kwamba naenda kumtafuta mpenzi wangu. Siwezi kukaa hapa nikitegemea Emily atajionyesha tu. Kwa unaelekea wapi sasa kumtafuta? Ni bora tufanye hiki kitu pamoja sababu wote tunachotaka ni Emily kurudi nyumbani salama. Nilimwambia kwa namna fulani hivi ile jazba iliyokuwa usoni mwake ilipoa. Akasema ni sawa kabisa. Nataka niende kumwangalia kwenye hoteli tuliyokuepo. Mimi naamini naweza kumkuta eneo lile kwa sababu najua tu anaweza kaa ameenda pale. Nikasema okay, twende haraka. Basi nimwambie sasa nikikimbia chumbani na kuchukua funguo za gari langu ambalo lina mwendo kasi kuliko magari mengine yote. Gari lenyewe ni Tesla. Hapa nchini hakuna anayemiliki hili gari sababu hata miundombinu ya kuiongezea nishati haipo. Sababu ni gari la kuchaji. Halitumii mafuta wala diesel. Na sehemu ambako huko kwa wenzetu maeneo ambayo pameendelea, Tesla ni kuna vituo vingi vya kuchaji. Unafika tu barabarani, unaichomeka, unaichaji, unasonga mbele. Mimi kipindi nilipoliagiza nilitengeneza mahali pa kulihifadhi ambapo niliweka miundombinu vizuri tu ya kulichaji. Hasa nilipotoka nje nilimkuta Timo akinisubiri hapo. Nilimwambia nisubiri ili niweze kutoa gari. Unashangaa nini bwana mdogo? Twende haraka. Maneno yangu alimtoa Timo kwenye mshangao sababu alibaki amezubaa tu akiliangalia lile gari. Aliingia haraka na mimi nikachomoka kwa spidi ya umeme. Aliniuliza kwamba hii ni Tesla au unaona vibaya? Najikuta nikicheka tu nikasema kwamba macho yako hayakudanganyi bwana Timo. Lakini huu sio muda wa kuongelea hayo. Nilimweleza hivyo, Timo akasema kwamba sijawahi kutegemea kuwa hapa nchini kuna watu wanamiliki hii gari. Pesa yake sio ndogo bro. Timo alisema huku akiendelea kushangaa ile gari. Ni kama vile akili yake ilihama kabisa kutoka kwenye jambo la msingi ambalo ni kumtafuta Emily. Achana na hilo, kuna mambo mengi sana ambayo watu hawajui kuhusu mimi kwa sababu Hebu naomba nikumbushe ile hoteli mliokuepo inaitwaje? Nilimuuliza, ni kama vile swali langu lilimwamsha kutoka usingizini. Akili yake ilirudi kwenye kile tulichokuwa tunakifanya na akaanza kunionyesha ushirikiano. Tulielekea kwenye ile hoteli na kumuulizia lakini hatukumpata. Tulijaribu kwenda hoteli karibu zote tulizozifahamu pale mjini lakini hatukumpata. Yalipita masaa 4 tukiwa barabarani tukimtafuta na kumuulizia tukimuulizia katika kila hoteli kama yupo lakini hakuna aliyemwona. Sasa baada ya mida baada ya hilo swala na muda kwenda tuliamua tu kurudi nyumbani. Angalau pakuche ili tuweze kujua tunaanzia wapi ili zoezi. Mpaka tunarudi nyumbani hakuna aliyekuwa na hasira na mwenzake tena. Wote tulikuwa tukiwaza sana kama Emily atakuwa salama. Akili yangu ilikuwa ikizunguka sana, hivyo nilijua hata nikienda kitandani sitaweza kupata usingizi. Hivyo nilielekea sehemu ambayo ninatunza pombe kali na kuchukua chupa moja kubwa na glasi 2. Nilimkuta Timo amekaa akiwaza sana pale kwenye sofa. Nilimwambia kwamba bwana mdogo, acha tupashe akili kwanza alafu tutafikiria vizuri sababu naona hapa hata usingizi sitapata. Nilimwambia sasa nikimpatia glasi na kukaa pembeni yake.
Timu akasema kwamba asante sana bro. Naona leo unanipiga vitu vizito. Jack Daniels honey. Hii nimeishaga tu kuiona tu. Alisema kwa sasa akikagua ile chupa. Mimi nicheka kidogo. Timo, hakuna ninachojaribu kufanya. Kitu pekee ninachotamani ni tuweze kumpata Emily akiwa salama. Mara mwisho Emily alipotoweka maishani mwangu, alipotea kwa miezi 5. Nimefanikiwa kumpata, siku tayari kumpoteza tena. Ndio maana chochote anachosema mimi niko tayari. Cha msingi awepo. Awepo? Na mimi niweze kuwepo maishani mwake, ni kwenye maisha ya watoto wangu. Kwa hiyo ungenikuta mimi wa mwaka jana, nisingekubali kabisa mwanamke wangu aniletee mwanaume kwenye nyumba yangu. Nisingekubali. Lakini kwa sasa hivi ninaogopa sana kumpoteza. Sijawahi kuhofia kumpoteza mtu kwa namna hii. Kama upendo ndio huko hivi, basi mimi nimezamishwa na ndoano kabisa. Nijikuta nikiongea tu, naona hizo glasi 2 zilishachangamsha kichwa changu. Nimeiza glasi na kumuongezea Timo, kisha nikajiongezea na mimi. Sasa Timo akasema kwamba nakuelewa kabisa bro. Hata mimi nimekuwa nikishangaa mwanaume gani unakubali vitu kama hivi, lakini hata mimi mwenyewe ningekuwa katika nafasi yako bado ningefanya kila kitu unachokifanya. Alitulia na kumaliza glasi yake ya 3, kisha tukaongeza glasi nyingine, kisha akaendelea kuongea. Akasema kwamba unajua mimi na Emily bro, tumefahamiana kwa muda mrefu sana, takriban miaka 5 sasa. Na tangu mara ya kwanza nilipomuona aliingia na kukaa moyoni mwangu. Mimi nimekuwa nikimuelewa sana, lakini nilikuwa kijana mdogo bado, sina hata maisha, na Emily alionekana kama binti anayejielewa sana, hivyo hata sikuweza kumfuata. Na kwa namna hiyo ndivyo nilivyobaki kumtazama Emily akiangukia kwenye penzi jipya na kuumizwa kila wakati. Lakini wakati huu aliporudi Arusha na kunitafuta nimpokee, alipolalamika kuhusu kuumizwa na mapenzi tena, niliona hiyo ndio nafasi yangu. Hata kama aliniambia kuwa yeye ni mjamzito, mimi nilikuwa tayari kabisa kumlea mtoto wake bila kujali chochote. Nilikuwa tayari kwa lolote. Kwa hiyo mimi nakuelewa kabisa bro. Upendo unaweza kukufanya ufanye chochote bro. Timo alisema huku akionekana kuwaza sana. Niliamua kubadili mada na kuanza kuongelea mpira, kitu kilichotufanya tuchangamke zaidi. Mpaka kuna pambazuka, sijui tulisinzia wakati gani, lakini niliamka muda ambao mama Agnes alipokuja. Alipoona tu kuwa tulilala sebuleni na kuna chupa tupe ya pombe kali, aliniambia tuoge, tukae vizuri, yeye atatuandalia supu. Nilimshukuru na kwenda kumwamsha Timo ambaye alikuwa hajielewi. Saa moja baadaye tulikuwa tumekaa mezani tukinywa supu baada ya kumeza dawa za maumivu na kuoga. Nyakati kama hizi ndizo za majuto. Sasa Timo akasema kwamba sasa bro, tunaanzia wapi leo? Sababu mimi akili yangu hapa ni haiwezi kutulia kabisa. So umesema unajuana na watu. Na ukijumlisha pesa zako zote hizi inakuwaje unashindwa kumpata Emily? Timo aliuliza hivyo. Maneno yake yalikuwa kama kengele kichwani kwangu. Nikasema umenipatia wazo zuri, hebu subiri. Nilimwambia na kuelekea chumbani ambapo ndipo simu yangu ilipo. Nielekea moja kwa moja kwenye namba ya Sullivan na kumpigia. Sullivan kwa furaha baada ya kupokea simu alisema kwamba nilikuwa najiuliza itachukua siku ngapi kwa akili yako kuchangamka. Nikamuuliza kwamba mke wangu yuko wapi Sullivan. Nimuuliza kwa hasira sana sababu nilielewa maneno yake. Sullivan alicheka kidogo, akasema kwamba mimi nitajua vipi habari za mkeo, na kama nakumbuka vizuri umeshajitoa kwenye taasisi yetu, kwa hiyo hauwezi kupata msaada wetu. Sasa wewe unaniuliza. Sullivan alivyosema hivyo nimwambia kwa hasira kwamba Sullivan, ukigusa hata unywele mmoja wa kichwa cha mke wangu, nitaandika historia kwenye maisha yako. Baada ya kusema hivyo, Sullivan akasema, kwa hiyo unaniona mimi ni mkatili kiasi hicho? Mimi siwezi kudhuru mama wajawazito bwana. Tena akiwa amebeba mapacha wa kiume, siwezi kabisa. Aliniambia hivyo Sullivan, maneno yake aliyojaa taarifa ambazo sijawahi kuzitoa alizidi kunichanganya. Nilimwambia kwamba sema unachokitaka Sullivan, lakini usimguse mke wangu. Sullivan huko akijidai akasema kwamba sasa umeanza kupata akili. Nataka urudi kwenye taasisi na urudishe pesa zote ambazo ulizitoa ulivyotoka. Mahitaji yangu mengine yatakuja baadaye. Nikamwambia kwamba sawa, chochote tunachotaka sawa. Kwa sasa nitarudi, lakini kuhusu pesa itabidi iwe kesho nikienda benki. Akasema kwamba hakuna cha kesho, fanya muamala kisha ukishakamilika nitakueleza mahali unapoweza kumpata mke wako. Alisema hivyo na ukata simu. Nijikuta nikiingia kwenye gharama kubwa kuweza kuhamisha milioni 150 kutoka kwenye akaunti yangu kwenda kwenye akaunti ya Sullivan.
lakini hatimaye baada ya masaa mawili nilifanikiwa kukamilisha zoezi hilo. Basi Sullivan aliniambia kwamba mke wako yupo Esther Hotel. Ukifika wewe muulizie tu Mr. Dennis Leonard, ni kijana wangu ambaye anafanya kazi pale. Na atakupatia mkataba usaini, alafu atakupeleka alipo mke wako. Sullivan aliniambia hivyo nilipompigia simu. Maneno yake yalinipa matumaini makubwa sana. Nijikuta hata nimesahau hasara niliyopata. Kitu pekee nilichotaka ni kumuona mke wangu na kuhakikisha upo salama. Sasa nilipotoka nilimkuta Timo amesinzia place beni. Nilimshtua na kumwambia nimeshajua Emily alipo. Aliruka, utafikiri yani da. Basi Timo akasema kwamba hatimaye nafsi yangu yani itatulia sasa. Mimi ninachotaka ni kuona tu kuwa yupo salama. Timo alijiongelesha hivyo sasa akivaa viatu. Tuliingia kwenye gari na safari ya kuelekea Esther Hotel ikaanza. Sasa Timo akauliza kwamba umejuaje alipo bro? Aliuliza tulipokuwa njiani, nikamwambia kwamba kuna simu kadhaa nimepiga nikafanikiwa kupata majibu. Timo akasema, sasa kwa nini sasa ukuwaza hilo jana? Tusingeteseka vile." Nilimtazama tu na kutabasamu huku nikiongeza mwendo. Kitu pekee nilichotaka ni kumuona mke wangu. Japokuwa najua gharama nitakayolazimika kulipa ili kumuona tena. Hatimaye tuliingia hotelini, nilishuka haraka bila hata kuhangaika kupaki gari. Nilielekea moja kwa moja mapokezi na kumuulizia Dennis. Basi yule dada akasema kwamba karibu, ulikuwa unamhitaji kwa sababu gani? Kama ukinieleza mimi naweza kuwasaidia. Basi yule dada alisema hivyo kwa karimu tu, lakini mimi sikuwa na muda wa kumbembeleza. Nilijikuta na foka nikasema kwamba sikiliza binti, sina muda wa kuanza kurefusha mambo, umesikia? Namhitaji Dennis Leonard. Kwani sina akili timamu kuja na kumuulizia yeye? Yule dada akasema sawa, nipe dakika moja nitume aitwe. Basi yule dada alisema hivyo kwa uoga na kutoka pale haraka. Baada ya sekunde kadhaa alirudi na kunitaarifu kuwa Dennis Leonard anakuja. Nilimshukuru na kubaki nikimsubiri pale pale mapokezi. Basi niliitwa kutokea nyuma. Nilipogeuka nilimkuta kijana mdogo kabisa akinitazama kwa tabasamu huku akinipa mkono. Alisema kwamba anaitwa Dennis Leonard, naamini tuna maongezi kidogo. Alisema hivyo akiwa amenipa mkono kusasa kitabasamu. Nilimwachia na kubaki nikimtazama tu. Aliniambia kwamba nifuate huku niweze kukupa maelekezo. Basi aliniambia hivyo huku sasa tukielekea kwenye chumba kidogo tu. Timo naye hakubaki nyuma. Ni hadi tulipofika mlangoni ndipo nilimuona Timo, hivyo nikamueleza nisubiri kwenye kochi la pale mapokezi. Alitazama tu kama mtu mwenye shauku ya kujua nini kinaendelea, lakini alirudi kule mapokezi na kutuacha kwenye kile chumba. Basi kwa hasira nilimwambia kwamba okay, niambie kinachohitajika haraka. Ninataka kumuona mke wangu. Basi yule kijana alicheka kwa dharau kabla kuongea, akasema kwamba labda pesa zako zimekuzoesha kuwa kwenye madaraka kila wakati, lakini katika chumba hiki mimi ndio mwenye madaraka. Kila kitu kitaenda vile ninavyosema, kwa hiyo uwe mpole tu. Hainiambia hivyo, mdomo wangu ulishafunguka ili kumjibu kitu, lakini niliamua kujifanya mjinga kwa ajili ya mke wangu. Baada ya yule kijana kuniona nimebaki kimya tu, alicheka sana na kunipatia karatasi ya kuweka sahihi. Akasema kwamba utaweka sahihi hapa, alafu kila kitu kitakuwa sawa. Hainiambia sasa akinikabidhi kalamu. Mimi sina mazoea ya kuweka sahihi kwenye kitu chochote bila ya mwanasheria wangu kukipitia. Siwezi kabisa. Lakini kwa wakati huu sina huo muda kabisa. Japo unaweza kujikuta umeweka sahihi ukihisi anyway, hivyo nilichukua ile kalamu na kuweka sahihi yangu. Haijalishi kilichoandikwa hapo ni kitu gani, lakini mimi kitu pekee ninachohitaji kwa sasa ni mke wangu tu. Baada ya kuweka sahihi, yule kijana alipokea ile kalamu, lakini nilichukua hiyo nafasi kumsukuma ukutani na kumbana hapo. Kisha ile ncha ya kalamu nikaiweka shingoni kwake. Nisikilize kijana, sawa Mimi sio mpole kama ninavyoonekana. Kitu pekee kitakachokufanya utoke hapo ukiwa hai ni mke wangu. Lakini nakuahidi kijana, jichunge sana. Na uchunge familia yako kwa sababu nitakuja kama mwizi. Hautajua siku wala saa. Uombe Mungu wako nimkute mke wangu akiwa salama kabisa, vinginevyo siku ya leo itakuwa ya kihistoria maishani mwako. Nilipomaliza maneno yangu nilimwachia akaanguka chini akikohoa na kuhangaika kupumua. Mimi sikujihangaisha naye, nilienda kufungua mlango na kutoka nje kumsubiri mke wangu. I say, najua mpaka wakati nilipoingia kwenye taksi iliyokuwa pale nje ya nyumba hawakuwa amenisikia. Kila mmoja alikuwa akikazana kugombana na mwenzake tu. Nilikuwa nimejaa hasira sana mimi.
Kitu pekee nilichotaka ni kwenda mbali na nyumbani. Basi yule dereva taksi aliniuliza kwamba unaelekea wapi dada? Nimwambia kwamba nipeleke hoteli yote yenye utulivu ambayo sio rahisi mtu kunipata. Basi yule dereva taksi akasema sawa, hakuna shida. Alijibu na kuanza safari ya kuondoka pale. Maneno ya dereva yalinitoa kwenye mawazo yangu baada ya kuniambia kwamba dada, tumefika. Nilinua kichwa changu na kuona jina kubwa la Esther Hotel. Nilimshukuru na kumlipa pesa, kisha nikachukua pochi yangu ambayo nilirushia nguo kadhaa, kisha nikatoka kwenye lile gari. Pochi yangu haikuwa na nguo nyingi, lakini niliona ni nzito sana. Nilipoingia pale mapokezi, mhudumu mmoja alinikimbilia, akaniambia kwamba pole sana, unaonekana umechoka kweli. Alisema kusasa akinipokea mzigo na kunipa tabasamu kubwa sana. Nilimwambia kwamba asante kaka, umejuaje yani, maana naona kama nimebeba mawe hapa. Nilisema kusasa nikicheka na kumkabidhi ile pochi. Yule kaka kwa ukarimu tu akasema kwamba usiwaze, sisi tupo hapa kukusaidia, karibu sana. Naamini hii pochi yote uko hapa kulala, si ndio au nimekosea? Yule kaka alisema hivyo kwa ukarimu, nikasema kwamba hujakosea kabisa. Nataka chumba kizuri ambacho hakina makelele, nipumzike kabisa. Basi akaniambia kwamba okay, vizuri, basi pumzika hapa kwenye hili kochi, alafu nikuletee fomu ya kujaza ili tusikupe adhabu ya kusimama pale counter. Basi niambia hivyo, mimi nimshukuru sana na kukaa kwenye kochi huku nikiema juu. Yule kaka mkarimu alirudi na fomu pamoja na kalamu, kisha kanikabidhi. Nilimwomba nikasema kwamba mimi hata siwezi, naomba tu nisaidie tu kujaza hiyo fomu. Basi alicheka kidogo akasema sawa, hakuna shida. Haya, niambie jina lako. Nikasema wewe andika tu lolote tu, mume wangu atakuja kunitafuta, sitaki anipate kwa urahisi. Nilimwambia hivyo. Akasema basi nitaandika Neema Po. Kwani mmegombana na mume wako ama? Amenikera sana hadi nikaamua kuondoka. Na sitaki anipate hata kidogo, angalau ateseke siku 3. Nilimweleza hivyo. Kijana yule alicheka tu na kuendelea kuniuliza maswali yote ya muhimu. Baada ya kumaliza kujaza ile fomu, alienda pale counter, kisha baada ya dakika chache akarudi na funguo. Asante sana kaka, japo hata sijui nitakuitaje. Yule kaka alicheka tu akasema kwamba mimi naitwa Dennis Leonard. Okay, utanisamehe lakini hilo jina la Dennis sitaki hata kulisikia. Kwa hiyo niambie jina jingine. Nilimweleza huku sasa nikihangaika jinsi ya kuinuka pale kwenye kochi. Akaniambia kwamba kwa hiyo wajina wangu amekuchafua kiasi hicho, basi unaweza kuniita tu Leonard au Leo kwa kifupi. Niambia hivyo, nilibaki kimya tu huku sasa nikijitahidi kupumua baada ya zoezi gumu la kuinuka kwenye kiti. Basi alisema kwamba twende nikusindikize, chumba chako ni namba 310. Alisema kusasa akinisaidia kubeba pochi yangu. Nilimshukuru sana, kisha tukaelekea kwenye lifti. Tulipofika ghorofa ya 3, milango ya lifti ikafunguka, hivyo tukatoka na kuanza kutembea taratibu tukielekea kwenye chumba nilicholipia. Lakini kwenye ile korido nilimuona mwanamke akija na sura yake haikuwa ngeni kabisa. Tulipokaribiana ndipo nilitambua kuwa ni rafiki yangu, anaitwa Faith. Kabla sijataja jina lake, yeye ndo alikuwa wa kwanza kuniita na kunishangaa. Akaniambia, "Hey Emil, ninaota au ni kweli?" Faith alisema huku sasa akinisogelea. Leo alibaki akitushangaa tu. Nilisema kwamba Faith my friend, nimekumisi hadi basi. Nilisema huku sasa nikimkumbatia. Faith akasema kwamba wewe ndio ulinipandishia vyeo lakini mimi hata sina shida. Alisema huku sasa kitabasamu. Nikasema kwamba tuyaache bwana, ameshapita. Vipi unaendeleaje? Akanijibu, mimi naendelea vizuri tu. Unafanya nini hapo sikote huu? Ainiuliza, na wakati huo sasa Leonard ikabidi sasa ajikuoleshe. Nisamee na kusimamisha bure. Huyu ni rafiki yangu, tumepotezana muda mrefu tu. Sawa, hakuna shida, usiwaze dada. Haya, usiwaze. Acha basi nimpeleke, yuko chumba namba ngapi? Faith aliuliza sasa akipokea pochi yangu kutoka kwa Leonard. Leonard akamjibu kwamba yuko namba 310. Karibu kabisa na chumba changu. Twende mpenzi, tuna story nyingi sana za kupiga. Faith alisema huku sasa akichukua funguo kutoka kwa Leonard. Basi nimwambia kwamba asante sana Leo. Umekuwa msaada mkubwa, Mungu akubariki. Wewe nenda tu kapumzike, mimi hapa niko mikono salama. Leo akajibu kwamba okay, kama unasema hivyo mimi siwezi kukupinga, uwe na usiku mwema. Mimi nitakuja kukuona asubuhi. Leo alisema hivyo na kuniaga kisha kaondoka. Tuliongozana hadi kwenye chumba changu ambapo tuliingia huku sasa tukiendelea kupiga story. Nilimwomba Faith nioge kwanza,
ndipo tuendelee kuongea sababu nilikuwa nimeshachoka sana. Basi nikamuuliza kwamba kwa hiyo unafanya nini huku? Nimuuliza baada ya kutoka bafuni na kuanza kujifuta. Mimi nimekuja huku kwenye kikao. Yaani unajua ni kama bahati tu tumekutana. Na naomba unisamehe sana sijakupa hongera zako hadi wakati huu jamani. Hongera mpenzi. Unaendeleaje? Aliniuliza kwa furaha. Nilikuwa nimeshavaa dira kubwa baada ya kujifuta. Sikuwa na mpango wa kujipaka chochote. Namshukuru Mungu mimi mzima kabisa na wanangu wa jambo. Oh wow. Kwa hiyo unatuletea mapacha Tena vidume wawili. Nilimjibu kwa furaha Faith, na Faith mwenyewe aliruka na kunikumbatia kwa furaha. Nilibaki nikicheka tu. Alafu naomba kwanza uniambie vipi bado kuna deni si yao? Tena usinikumbushe kuhusu wajinga. Alivyouliza hivyo ni kama alinitoa kwenye mood. Na nilimwambia kwa hasira. Yeye akauliza kwamba ndio mmegombana kiasi hicho. Kwa hiyo baba wanao ni nani sasa? Ni huyo Dennis. Si ndio miongo ama? Okay, basi tubadili mada sababu naona kama unaanza kunikasirikia mimi sasa. Faith aliniambia, nilitulia tu huku nikijaribu kutabasamu. Unajua nina hasira sana kwa sababu nimechoka. Acha nilale. Kesho nitakwambia kila kitu rafiki yangu. Tutakuwa na muda mzuri tu kuzungumza au utakuwa busy? Hapana, mimi kesho niko free. Kikao nimemaliza leo. Kesho ni siku yangu tu ya mapumziko, alafu kesho kutwa ndo naondoka. Basi sawa, kesho asubuhi tutaongea hadi stories zote ziishe. Unieleze vizuri unavyoendelea. Msa mpenzi, basi wewe na usiku mwema. Aliniaga kisha akatoka na kuelekea chumbani kwake. Baada ya Faith kuondoka, haikupita hata muda nilipotelea usingizini. Kulipokucha niliamshwa na mlango wangu ulikuwa ukigongwa, so nilikuwa nimechoka sana na miguu imekuwa mizito sana, lakini mtu ule alikazana kugonga mlango. Nilishuka kitandani huku nikiburuza miguu na kwenda kufungua mlango. Leo aliniambia kwamba samahani sana dada, sikujua kama bado umelala. Basi kwa sira kidogo nikasema kuna shida, nimeshaamka. Niambie. Ndio akasema nisamee, unajua kila nikikutazama yani unanikumbusha dada yangu, unafanana naye sana. Na yeye alikuwa ni mjamzito hivi lakini alikuwa amebeba mapacha. Ainieleza, nijikuta nikitabasamu tu na kushika tumbo langu. Nikamwambia kwamba hata hawa ni mapacha pia. Nilimwona akiachia tabasamu kubwa sana. Nikasema ya kwamba basi duniani wawili kwa wakati huu mimi ningetoa chochote ili kumuona dada yangu tena. Alisema maneno kwa huzuni. Nikamuuliza kwamba kwa dada yako yuko wapi? Leo alikaa kimya kidogo. Akasema kwamba dada yangu alifariki wakati akijifungua. Alisema hivyo kwa huzuni. Nikaendelea kumuuliza kwamba pole sana, na watoto je? Watoto wa jambo wana miaka 2 sasa hivi. Basi vizuri. Basi mimi naomba nikuguse kidogo. Tunajua sio heshima lakini nakuona kama kumbukumbu pekee ya dada yangu. Leonard alisema hivyo. Mimi sikuongea chochote. Nilimvuta na kumkumbatia tu kwa dakika chache. Nilimsikia akipumua haraka kama vile mtu anayejizuia kulia. Aliponiachia, alivuta macho yake na kunigeukia akasema kwamba asante sana. Mimi ninachotaka tu ni ujue kuwa mimi siwezi kuruhusu umia hata kidogo. Na wala siwezi kukudhuru Martha. Alitulia kidogo na kunitazama. Unamaanisha nini? Samahani, dadangu alikuwa anaitwa Martha. Nimejikuta tu nikizidiwa na hisia tu. Nilikuja kukuuliza kama utashuka chini kula au nikuletee chai huko juu. Aliniuliza. Nilibaki nimepigwa butwaa tu baada ya mada kubadilika ghafla. Mimi naitwa Miliana, lakini watu wengi wananiita Mel. Nilimweleza. Alinitazama tu kwa tabasamu akasema kwamba basi naomba niendelee kukuita Martha. Hakuna shida, niite chochote utakacho mdogo wangu. Maneno yangu ya mwisho yalimfanya achie tabasamu kubwa zaidi. Akaniuliza kwamba asante sana, kwa hiyo unataka kula nini asubuhi? Tafurahi kama nikipata chai ya maziwa, mayai ya kuchemsha na nyama iliyokaushwa. Kama kukiwa kuna ndizi pia itakuwa vizuri zaidi. Basi sawa dada, ngoja basi mimi nikushughulikie hilo, na tena samani kwa kukuamsha. Alisema hivyo na kuondoka. Nilirudisha mlango na kwenda kukaa kitandani. Haikupita hata dakika moja. Mlango ulifunguliwa kisha Faith akaingia. Aliuliza kwamba ni kitu gani kinaendelea baina yako na ule mhudumu wa jana? Aliuliza hivyo baada ya kusalimiana. Nani yule Leonard? Mbona hakuna kitu? Kaka watu ni mkarimu tu. Ukarimu gani ambao hadi mnakumbatiana asubuhi yote hiyo? Yaani saa 2 yuko mlangoni. Ukarimu gani huo shoga yangu? Bwana umwache kijana watu bwana. Asubuhi alikuja kuniuliza kuhusu chai na akaniambia ninafanana na dada yake aliyefariki. Ndio kakuta tunakumbatiana sababu alikuwa na huzuni. Yaani hicho kichwa chako siji kinawazaga tu mwovu gani?
Alafu kumbuka mimi ni mke wa mtu Faith. Nilimwambia Faith na alikuwa akicheka tu huku akitikisa kichwa. Haya kama unasema hivyo nitapingaje hasa mimi Lakini kwa jinsi alivyokuwa nakutazama, sio kama mtu anemtazama dada yake. Lakini hakuna shida, hayo imepita. Haya, leo ulisema utaniambia kila kitu. Na hutaki hata nipumue vizuri. Yaani kila ukiniona tu unaanza kuniharibia mood, si ndio? Bwana mwache zoene jamani Emily. Wewe uliniahidi kwamba tutapiga story leo. Kumbe mambo yenyewe ndo haya. Na basi usilalamike tena. Nitakueleza kila kitu. Nilimtuliza Faith kisha nikamueleza kila kitu hadi kufikia usiku wa jana tulipokutana. Hizo habari ninazosikia ni za huyu Timo unayemjua mimi au kuna Timo mwingine? Timo yoyo msaidizi wangu. Sasa na ulipata kicha gani hadi kubebana na Timo? Bwana, ni kama nilivyokuelekeza, imetokea tu, mimi sijafanya makusudi Faith. Yeye ndo alikuwepo kunisaidia kipindi chote hicho Dennis aliponitelekeza. Mimi lo nimelisikia kabisa. Lakini ndo ukaamua kutoka naye, Kwani ulishindwa nini kumwacha kama rafiki jamani Emily? Haya sasa na huyo dada yake na karagosi chake, si unaona sasa? Si umeona? Nilijua tu kuwa wale nyoka wawili hawana wema. Yaani ukiwatendea wale wema ni kama kufuga tu chatu. Akikuwa mkubwa lazima akumeze tu. Hata kama ulimtendea wema kiasi gani. Faith alikuwa akiongea sana. Katikati ya maongezi, Leonard aliniletea kifungua kinywa nilichoagiza na Faith akanisaidia kwenda kukipokea kisha tukala na kuendelea na kupiga story. Basi Faith akaniuliza kwamba kwa hiyo sasa unawaza kurudi lini nyumbani? Yaani natamani nikae hapa hata wiki mbili. Yaani kule nyumbani ni kama uwanja wa vita. Lakini Timo, unajua mimi nilikuwa namuona maana na anajielewa sana, lakini leo ndo ameenda kuishi kwenye nyumba ya mwanaume mwingine. Tena kwa kujiamini kabisa. Kuna vitu vingine ukifanya unajishushia hadhi tu. Alafu hebu kwa sasa mume wako si anateseka sana jamani, sababu hata unavyomfanyia unajua sio hai kabisa. Yaani baba wa watu unajua na amekupenda kweli jamani. Tena amekupenda kweli. Emily usimfanye hivyo jamani. Mwacha nitafute. Lakini Dennis anajuana sana na watu. Unajua sitaweza kukaa siku zote hizo, lakini angalau siku 3 zitaisha. Nitakuwa nimepumzika vya kutosha na nimeweza kufanya maamuzi ya kitu ninachotaka. Haya kama unasema hivyo haya, lakini mume wako umfikirie vizuri. Unajua yule mwanamume anakupenda sababu hivyo vitu vyote alivyofanya mwanamume mwingine hawezi kufanya Emily. Nimeshakusikia. Niambie sasa kuhusu wewe na kazi na kila kitu. Lini nitegemee kula pilau? Faith alicheka na kuanza kuniambia kuhusu maisha yake. Tukiwa katika stori zetu mlango uligongwa. Kwa haraka nilijua tu atakuwa ni Leonard kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kuja kunitafuta zaidi yake. Basi Faith aliinuka na kwenda kufungua mlango. Alikuwa akiendelea kunisimulia lakini ghafla alibaki kimya na kuganda pale mlangoni baada ya kufungua. Nikamuuliza kwamba mbona umeganda Faith? Nimuuliza lakini badala ya kunijibu alisogea mlangoni kisha akaingia mume wangu akiambatana na Timo. Kwa nje nilimuona Leonard amesimama nje ya chumba. Hata mimi nilijikuta nimebaki kimya bila neno la kusema. Sikujua niongee nini. Nilidhani ningepata nafasi kidogo ya kupumzika kabla hiki kichaa kijaanza tena. Dennis alichangamka na kuja kupiga magoti pembeni yangu pale kitandani. Alianza kwa kunikagua kama nimeumia. Mke wangu mpenzi, uko sawa? Umekula? Vipi unaendeleaje? Dennis aliniuliza maswali mengi huku akinivuta na kunikumbatia. Kisha akiniachia tarudi kunikagua tena. Nijikuta nikiachia tabasamu kubwa kwa jinsi nilivyouona upendo mkubwa machoni mwake. Niko sawa kabisa Dennis, nimwambia, na Dennis alinivuta na kunikumbatia tena huku akiwa na furaha. Namshukuru sana Mungu uko salama. Unajua sijapata hata usingizi nilikuwa mdoto nilikuwa nakuwaza tu nikikutafuta mke wangu. Tafadhali naomba usiniache tena. Usinifanyie hivi tena mama. Dennis aliongea kwa wasiwasi hadi nijisikia vibaya sana. Nilimshika shavu lake na kumtazama machoni. Uso wake ulijaa wasiwasi na macho yake yaling'aa kwa machozi. Mimi niko sawa kabisa Dennis. Na watoto wako hawajambo kabisa. Nakupenda sana Mel. Ainiambia sasa akinitazama machoni. Ni kama vile hii ndio mara ya kwanza ametamka hayo maneno. Kuna namna yaliingia moyoni na kuushika moyo wangu. Kwa wakati ule niliona kama vile ni kama tuko peke yetu. Tulikuwa tumekaribia kukutanisha midomo yetu kabisa, lakini sauti ya Faith ndio ilitutoa katika lile dimbwi. Jamani wapenda nao tafadhali sana kuna watu wengine hapa naomba msitupofushe macho. Faith alisema hivyo na kumfanya Dennis acheke huku akiniachia na kuinuka. Baada ya Dennis kuinuka na kwenda kusalimiana na Faith, ndipo nilimkumbuka Timo. Macho yangu yalikuwa kwake
akiwa amesimama pembeni akiwa amejaa uchungu na hasira. Alisogea pembeni na kunisalimia kwa tabasamu, japo halikuwa tabasamu la kweli. Sasa Timo akaniambia kwamba anafurahi kukuona uko salama. Umetuazisha sana jana. Naomba unisamehe kwa ujinga wangu wa jana. Usiwaze Timo. Mimi nimepata muda wa kutuliza kichwa changu hivyo, niko sawa kabisa. Nilimweleza hivyo. Sasa Timo alitabasamu tu na kuinuka akasogea kwenda kumsalimia Faith. Hatukuchukua muda mrefu sababu Dennis aliharakisha kunirudisha nyumbani. Alinipatia muda wa kuagana na rafiki yangu ambaye tuliahidiana kusalimiana na kutembeleana, kisha tukaondoka kwa Leonard akiwa amebeba begi langu. Sasa Leo aliniaga akasema kwamba dada Martha, mimi nimefurahi kukufahamu na kutokea siku njema. Nikasema usiwaze mdogo wangu, tutatafutana tu, hata mimi nimefurahi kukufahamu, kazi njema. Nilimwaga na kuingia kwenye gari baada ya kufunguliwa na mume wangu. Nyuma aliingia Timo, kisha safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Safari nzima ilikuwa kimya. Hakuna hata mtu mmoja aliyesema chochote hadi tulipofika nyumbani. Timo alikuwa kwanza kushuka baada ya gari kusimama tu. Baada ya Timo kutoka, Dennis alinigeukia. Emil, naomba unisamehe. Najua mimi ndio chanzo cha wewe kukasirika vile na kuamua kuondoka. Naomba usije kuniadhibu hivyo tena mke wangu. Kwa hiyo siku moja nimegundua kuwa siwezi kuishi kama nikikupoteza. Nakusihi sana. Dennis mume wangu, mimi ni wako. Na wala sina mpango wa kuondoka maishani mwako. Maneno yangu yalimwacha mdomo wazi hadi alipata gumizi. Emil, unamaanisha kitu ninachokiwaza kichwani? Ndio mume wangu, nimekusamehe. Nimepata muda kutosha kufikiria jana na nimetambua mimi ndio nahitaji kukuomba msamaha. Kabla sijamaliza maneno yangu, Dennis alikutanisha midomo yetu. Hakukuwa na lugha yoyote iliyoongelewa tena. Aliponiachia, kila mmoja alikuwa akihangaika kupumua. Emil, naomba usiongee ujinga wa kuniomba msamaha. Mimi ndo nilikosea kuanzia mwanzo. Cha msingi umenisamehe na uko tayari kuanzisha hii familia na mimi. Hilo linanitosha kabisa. Nakupenda Dennis, na niko tayari kuanzisha hii familia na wewe. Wewe ni baba mwema na sitaki wanangu waipoteze nafasi ya kuwa na wewe. Hata mimi pia sitaki kuipoteza nafasi ya kuwa na wewe maisha yangu yote. Emiliana mke wangu, umejua kuibadili siku yangu kutoka kuwa ya huzuni hadi ya kicheko ndani ya dakika chache tu. Asante sana mama. Aliniambia sasa akikutanisha midomo yetu tena. Tulipofanikiwa kutoka kwenye gari, Dennis alikuja na kunishika mkono akitaka kuhakikisha kila hatua naopiga iko sawa. Tulipoingia ndani, mimi nilikuwa nimechoka sana. Kadri siku zilivyosogea, uwezo wangu wa kufanya vitu unazidi kupungua. Nilimwambia Dennis kuwa naenda kupumzika na nikaona uso wake ukikunjamana pale nilipoelekea kwenye chumba ninacholala na Timo. Umesikia vibaya msikilizaji? Nilimwambia Dennis kuwa naenda kupumzika na nikaona uso wake ukikunjamana pale nilipoelekea kwenye chumba ninacholala na Timo. Japokuwa kitu pekee nilichotaka huko ni nguo nyepesi ili niweze kwenda kulala chumba kingine. Labda baadaye usiku nitaweza kuongea na Timo, najua nitauvunja moyo wake sana na nitakuwa nimemkosea sana, lakini moyo ndio umeshachagua. Nilipofika chumbani nilishangaa kumkuta Timo akipanga nguo zake kwenye begi. Nijikuta sina maneno ya kusema. Hakuna haja ya kushangaa Emil. Kwa hizo siku chache nimekuwa nikiona nafasi yangu, lakini nikana najitia moyo tu, lakini siku ya jana na leo imenionyesha zaidi nafasi nilionayo katika moyo wako. Na mimi siwezi kuendelea kupambana wakati moyoni mwako amejaa mtu mwingine. Kwa hiyo nimeona bora tu niende niwape nafasi ya kufurahia maisha yenu kama wanandoa, na mimi nikatafutia maisha yangu tu. Huwezi jua, labda Mungu ameniandalia fungu jingine. Timo alisema hivyo kwa upole. Nijikuta nikisogea na kumkumbatia huku macho yangu yakitoa machozi. Naomba nisamehe sana Timo. Nisamehe mno Timo kwa kufanya haya maamuzi mapema. Ni kwamba nimekuwa tu nikiogopa kukupoteza kama rafiki, lakini mwisho wa yote bado nimekupoteza. Nilimwambia sasa nikilia. Timo aliniachia na kunitazama usoni. Kunipoteza? Kamwe huwezi kunipoteza. Tunaweza tusiwe karibu, lakini wakati wowote ukinihitaji tafadhali wewe nitafute. Wewe na watoto wako mna nafasi kubwa sana moyoni mwangu. Na wakizaliwa lazima nifunge safari kuja kuwaona. Wewe utabaki kuwa na nafasi ya pekee sana moyoni mwangu Emil. Nakushukuru sana Timo. Asante mno. Asante kwa kuwa mwema kwangu na watoto wangu. Tambua tu una nafasi kubwa moyoni mwangu. Ukikwama popote usiache kunitafuta.
Usiwaze. Basi acha mimi nikusanye nguo zangu haraka. Kuna rafiki yangu hapa nimeshazungumza naye ananisubiri ili twende Arusha mchana huu. Sawa. Uwe na safari njema. Nilimwambia na kutoka kule chumbani. Moja kwa moja nilielekea chumbani kwa Dennis ambapo nilipanda kitandani na kujilaza. Angalau nafsi yangu ina amani kwa sasa. Sijui usingizi ulinipitia saa ngapi, lakini nilikuja kushtuka Dennis akiniamsha kwa ajili ya chakula cha mchana. Ilikuwa ni mida ya saa 9 alasiri. Mke wangu, Dennis alisema kwa upole huku akichezea nyusi zangu. Niache nilale kidogo. Mpenzi, huwezi kulala muda wote na ujala jamani, Amka basi ule basi hata kidogo alafu utarudi tena kulala. Aliendelea kuniambia kwa upole sana. Kwa bahati nzuri niliweza kuamka. Vipi Timo ameshaondoka? Ndio, ameondoka dakika chache baada ya wewe kuja kulala. Twende basi ukale mke wangu. Niambia hivyo, niliinuka taratibu na kuanza kuinuka ili sasa niweze kwenda sebuleni kula, lakini miguu yangu ilikuwa imechoka sana. Nilikuwa na uchovu sio wa kawaida na miguu ilivimba sana. Mtulia hapa basi niletee chakula, unaonekana umechoka sana. Niambia huku akitoka chumbani. Nibaki pale kitandani nikimsubiri huku sasa nikitabasamu. Dakika chache baadaye alirudi na tray lenye sahani iliyojaa chakula na jagi lenye juice na glass. Alipoliweka tu mezani, simu yake iliita. Alitoa simu mfukoni, akaitazama kisha akaiweka pembeni bila kuipokea. Alinikabidhi chakula na kukaa pembeni. Simu yake iliita tena. Hakutaka kuipokea lakini nilimsisitiza. Alipokea akiwa amekasirika sana. Nilimsikia akimwambia huyo mtu ampe nusu saa kisha akakata simu. Nina vikao baada ya nusu saa. Hii ndio sababu sikutaka kupokea hii simu. Hakuna shida mpenzi, wewe unaweza kwenda tu. Siwezi kutoka bila kuhakikisha umekula na ukashiba. Bila hivyo sitakuwa na amani. Aliniambia sasa akichukua kijiko na kuanza kunilisha. Nilitaka kumbishia lakini alinikata jicho, hivyo nikatulia na kufungua mdomo. Baada ya kuhakikisha nimekula vizuri, aliniaga na kuelekea kazini ambapo kikao kilikuwa kinamsubiri. Unajua msikilizaji, siku zilikimbia haraka sana ise. Tangia kuondoka kwa Timo maisha yetu yalikuwa ni mazuri sana. Emil airudi kwa mke wangu nimemjua. Kwenye furaha alionekana. Yaani alikuwa ni mtu mwenye furaha na ambaye yuko tayari kujenga familia na mimi. Kwa kipindi cha wiki 3 sasa amekuwa akipumzika kitandani baada ya daktari kumpa bed rest kwa mara ya pili. Kwa simu yangu iliita na kunitoa kwenye mawazo yangu. Nilitegemea ingekuwa ni simu ya kazi, lakini nilipoona tu jina la mke wangu likitokea, nilipokea haraka hata nikasahau uchovu uliokuwa nao dakika chache zilizopita. Ilikuwa ni mida ya saa 10 jioni. Nilikuwa nikisubiri kikao kimoja cha mwisho kisha niende nyumbani. Yes, Emil. Nilimuita mara tu baada ya kupokea simu. Sauti ya dereva niliyemwajiri kwa ajili ya mke wangu. Nilisikia kisema kwamba bosi ndio tunaelekea hospitali hapa. Nikasema sawa nakuja. Mko na nani? Akaniambia tuko na Mama Agnes. Basi nilimuaga na kutoka haraka nikianza safari ya kuwafuata hospitali. Kwa bahati nzuri nilishamwandalia utaratibu mzuri wa yeye kufika hospitali na kupokelewa moja kwa moja. Kuna madaktari na manesi ambao wako kwa ajili yake tayari. Mpaka wakati ninafika hospitali, mke wangu alikuwa ameshaingia leba tayari kwa kujifungua. Kwa mara ya kwanza nilijua namna kila mwanaume anajisikia pale mke wake anapokuwa akijifungua. Mimi sikuweza kukaa wala kutulia. Nilikuwa nikizunguka tu pale kila wakati nikiangalia sana mlango. Sasa baada ya kama nusu saa, daktari alitoka na kuniambia wanamwandaa mke wangu kwa ajili ya upasuaji. Alijaribu kuniambia maelezo mengi lakini kitu pekee nilichotaka ni familia yangu. Baada ya kuweka sahihi kwenye makaratasi alionipa, aliondoka na kwenda kujiandaa kwa upasuaji ambao niliambiwa ungechukua takriban saa 1:30. Dereva wangu alijaribu kuniletea kitu cha kula lakini sikuweza kula chochote. Lisali 1:30 lilipita lakini daktari hakutokea. Nilianza kuwasumbua manesi ambao waliniambia nitulie kwani upasuaji bado unaendelea, lakini sikuweza kutulia. Nusu saa baadaye daktari alitoka, akasema kwamba kuna changamoto imejitokeza hivyo upasuaji unaweza kuchukua muda mrefu zaidi. Tumekuta uvimbe ambao ndio umekuwa ukichangia changamoto zote ambazo mke wako amekuwa akiziona. Hivyo inatubidi tutoe kabla ya kuweza kuwatoa watoto. Kwa hiyo tunaomba uvumilivu wako, lakini kuna hatari kubwa ndio maana ikabidi nitoke kuja kukuuliza hili swali. Hatutaweza kuokoa wote hivyo nitamani kuelewa mwelekeo wako. Dokta, mwelekeo gani unaomaanisha? Itakuwa ni ngumu kuokoa maisha yao wote. Hivyo inakubidi uchague.
Emil. Bila kutegemea nijikuta nikitaja jina la mke wangu. Pamoja na miaka yote ya kukosa watoto, sikuwa tayari kumpoteza mke wangu. Fanya chochote lakini nimpate mke wangu, nilimwambia huku macho yangu yakianza kujaa machozi. Okay, tutafanya kile linalowezekana. Aliniambia kurudi kwenye chumba cha upasuaji. Nilibaki pale nje huku nafsi yangu ikiniuma. Nimewakana watoto wangu mwenyewe. Baada ya kuteseka, kuwatafuta na hatimaye kufanikiwa kupata watoto, na leo nimekuwa tayari kuwapoteza bila hata kufikiria mara ya pili. Aya. Nijihisi vibaya na niliona kama vile nimeshapata msiba katika nyumba yangu. Yaani kwa mara nyingine tena ninapoteza bahati ya kuwa baba. Lisali moja iliyofuata hadi daktari alipomaliza upasuaji, nilikuwa nimekaa miguu yangu imeisha nguvu. Nilijiona sistahili kuwa baba. Hongera Mr. Mluga. Hayo maneno alinifanya ninyanyue kichwa changu na kumwona daktari akiniangalia kwa tabasamu. Nilinuka haraka kama mtu aliyepigwa shoti. Upasuaji umeenda vizuri, mke na watoto wako watatu wote wako salama. Niambia hivyo, nijikuta nikimrukia na kumkumbatia nikasema asante sana, asante mno, asante mno, asante. Asante Mungu. Asante sana. Nilimkumbatia sasa nikishangilia, na hapo ndipo nikaelewa maneno yake. Nilimuuliza kwamba watoto watatu, yani unamaanisha nini? Mke wako amejifungua watoto wawili wa kiume na mmoja wa kike. Wamewahi siku kadhaa, hivyo tutawatunza kwenye chumba cha joto, lakini kwa sasa unaweza kwenda kuwaona. Unaweza kwenda tu kuona hapo kwa mbali, na mke utaweza kumuona baada ya muda kidogo. Daktari aliniambia hivyo, maneno yake aliniacha mdomo wazi. Niliambatana na nesi hadi kwenye chumba cha watoto ambapo nilioneshwa wanangu watatu. Wote walikuwa wadogo. Nijikuta nikitoa machozi tu. Siamini kama saa moja iliyopita niliwakana, lakini sasa hivi naitwa baba. Kabla hata sijafikiria vizuri, nesi alikuja na kunitaarifu kuwa mke wangu yupo tayari. Nilimshukuru na kuambatana naye hadi kwenye chumba alicholazwa mke wangu. Emili wangu hakuwa akijitambua. Sura yake yote ilionyesha namna gani alivyo na uchovu. Nilikaa pembeni yake kwa muda kidogo hadi nilipokuja kufukuzwa. Nilipotoka nilitamani kwenda kuwaona watoto wangu tena, lakini nafsi yangu ilikuwa ikiniuma sana. Nijikuta nikitoka hospitali kabisa. Ile furaha ya kuwa baba hata sikuisikia. Nilikuwa nikijisikia vibaya sana kwa kuwakana watoto wangu. Niliona kama vile sistahili kuwa mzazi wao. Nilianza kuendesha gari na kuelekea kanisa la kwanza nililokutana nalo. Niliona kama vile hapo ndipo sehemu pekee ninapoweza kutua mzigo. Kwa bahati nzuri nilikuta watu wakiungama, hivyo nilipopata hiyo nafasi, niliingia haraka na kuanza kumwelezea padri jinsi ninavyojisikia baada ya kuwakana watoto wangu. Asa padri aliniambia kwamba unajua hivi unavyojisikia ni shetani akijaribu kukuzuia usione baraka yako. Kitu ulichokifanya ni kitu ambacho mwanamume yote angewekwa katika nafasi yako basi angefanya hivyo hivyo. Sasa usione hii kama kosa, lakini ona hii kama nafasi ya pili uliyopewa na Mungu. Mungu amekuamini na hao watoto baada ya kipindi kirefu ulichotafuta. Kwa hiyo fungua macho yako uone baraka iliyopo mbele yako na ujisamee ili uweze kufurahia maisha na baraka zako. Padri aliniambia hivyo. Maneno yake alinitua mzigo mkubwa sana. Ni kama nilihitaji tu mtu mmoja wa kunitia moyo. Nilimshukuru sana na kutoka kanisani nikiwa ni mtu wa tofauti kabisa. Nilikuwa na furaha, nijiona ninastahili kuitwa baba. Nikiwa njiani kuelekea hospitali, nilianza kupigia watu, kuwapa taarifa kuwa hatimaye nimefanikiwa kuitwa baba. Nilianza na kaka yangu, kisha nikapigia dada zangu ambao wote waliachia vigelegele na kuniambia wanakuja kuona watoto. Kila mtu hakuamini kuwa mke wangu amenizalia mapacha watatu. Nilipofika hospitali, nilipitiliza moja kwa moja hadi chumba cha watoto. Awamu hii niliwatazama kwa furaha. Nilikuwa nikisubiri kwa hamu kuwakumbatia mikononi mwangu. Sikuthubutu kuwapa majina hata kidogo. Nilimwachia mke wangu hiyo heshima. Ilipofika jioni, dada yangu Debora ndo alikuwa wa kwanza kufika. Aliponiona, alikuja kunikumbatia haraka. Basi kwa furaha akaniambia kwamba hongera sana mdogo wangu, hatimaye nitakuwa shangazi kwa watoto wako. Nikasema asante sana dada, hatimaye Mungu ameniona nimeitwa baba leo. Nimwambia hivyo kwa furaha. Basi dada akasema kwamba niambia wako wapi hao wanangu? Nikamwambia kwamba wako kwenye chumba cha joto na mama yao bado hajaamka, kwa hiyo niko mimi tu. Basi dada yangu alisema kwamba yani wewe ni pimbi kweli. Kwa hiyo unadhani mimi nitakubeba wewe au? Mimi nimekuja kubeba watoto, sio kukutazama wewe. Dada yangu alianza kunipondea na kunifanya nicheke tu. Nilimwambia kunikicheka kwamba sawa bwana, umenishinda. Basi akaniuliza kwamba wanaitwa nani na jinsia hujaniambia. Nilimwambia kwamba bado sijawapa majina, nasubiri mama yao amke.
Basi dada yangu akaniuliza kwa hasira kwamba unamaanisha nini? Ina maana wewe hauwezi kuwapa watoto majina au ndo kupanda kichwani kwenyewe huko? Aisee, kama umekuja hapa kumkashifu mke wangu, basi ni bora uondoke mapema. Sio kumkashifu, lakini mimi nauliza tu. Wewe unashindwa nini kuwapa watoto majina wakati wewe ndio baba? Na Emily ndio mama yao. Kuna shida gani kama akiwapa majina? Lakini kabla hajamaliza maneno yake nilimkatisha. Nikamwambia ukizungumza neno jingine lolote juu ya hii mada tutagombana sana. Hii ni familia yangu. Nina haki ya kuendesha vile ninavyotaka. Basi nesi mmoja alisema kwamba jamani samahani, naomba mpunguze sauti kidogo. Hii ni wodi ya watoto. Nesi mmoja alituambia hivyo na kunifanya nikumbuke tulipokuwa. Nilimwambia kwamba samahani. Nimwambia yule nesi na kuchukua mkono wa dada yangu kisha nikamvuta hadi nje ya wodi. Asante kwa kuja kuniona. Naomba uende. Mke wangu atakapopata nafuu na tukarudi nyumbani nitawataarifu ili muweze kuja kutuona. Nilimwambia hivyo, nitegemea dada yangu angenibishia na kuongea sana, lakini alinitazama kuanzia juu mpaka chini kisha akatoka na kuondoka zake. Nilibaki pale nje huku nikijaribu kutuliza hasira yangu. Kabla sijapumzika vizuri nilimuona Mary akiingia pale hospitali. Basi alinisalimia kwamba shikamoo baba. Alinisalimia kwa wasiwasi mkubwa. Mimi sikujua kuwa bado nina hasira naye hadi nilipomuona pale. Nikamuuliza unafanya nini hapa? Nimuuliza bila hata kuitikia salamu yake. Sauti yangu ilitoka kwa ukali kuliko nilivyotegemea. Asa Mary alijibu kwa oga akasema kwamba nimekuja kumuona Emily, nimepata taarifa kutoka kwa Tristan kuwa amejifungua. Bado hajaamka. Nimeshasema akisharuhusiwa na kurudi nyumbani nitawataarifu. Kwa wakati huu sitaki wageni. Basi utamsalimia akiamka. Mary alijibu haraka na kuondoka. Hawa ndo wachawi wenyewe. Wanavyokuja utadhani wana upendo wa kweli, kumbe ni unafiki tu. Bora hata dada zangu ambao hawajui kuficha chuki. Kama ingekuwa uamuzi wangu, nisingewaruhusu kabisa kuonana na mke wangu. Lakini mke wangu ana nafasi ya kufanya maamuzi yake mwenyewe. Basi siku ile sikuondoka pale hospitali. Nilikuwa nikizunguka tu kutoka wodi ya watoto na kuingia chumba cha mke wangu. Asubuhi nilishtuka nesi alipofungua mlango. Nilikuwa nimesinzia kwenye kiti pembeni ya mke wangu ambaye alikuwa amelala usingizi kabisa. Asubuhi nesi akaniambia kwamba Mr. Mluga, naona umekataa kabisa kwenda nyumbani kupumzika. Nawezaje kwenda kupumzika wakati mke wangu bado hajaamka? Nataka kifungua macho yake niwe mtu wa kwanza atakayemuona. Nilimwambia hivyo. Yule nesi aliacha tabasamu tu. Akaniambia kwamba basi kwa nini usiende nyumbani uweze kuoga na kubadili nguo? Mke wako anaweza kaanza kuamka masaa 4 kutoka sasa. Kwa hiyo nadhani una muda wa kutosha tu wa kujiweka vizuri ili akiamka akukute uko smart, au unaonaje? Yule nesi aliniambia hivyo kwa karimu. Nikasema kwamba una uhakika kuhusu huo muda? Alisisitiza akasema ndio, wewe nenda tu, mimi nitamwangalia mke wako kwa ajili yako. Nikasema sawa, asante, ngoja nikimbie haraka. Basi nilimshukuru na kutoka haraka. Nilitaka kwenda kujiweka vizuri haraka ili niweze kuwa na nguvu ya kumsaidia mke wangu atakapoamka baadaye. Nilikuwa kama mtu anayekimbia mashindano. Nilikuwa nimeshajiandaa kwa ajili ya kurudi hospitali. Simu yangu ilipoita na kunifanya niache kazi nilikuwa nafanya, nilipotazama vizuri nigundua namba ya ofisi. Nisikia sauti ya msaidizi wangu kiniambia kwamba habari za asubuhi bosi, na kukumbusha kikao cha leo asubuhi. Nikamwambia kwamba tafuta mtu wa kuniwakilisha, sina nafasi leo. Basi msaidizi akaniambia kwamba lakini hiki ni kikao, yani ni kile kikao tulichokiomba muda mrefu, hakuna mtu mwingine watakaye kubali kuzungumza naye isipokuwa wewe. Asimu, naomba nisikize kwa makini. Siku ya leo na kesho sina nafasi. Kuhusu vikao tafuta mtu wa kuniwakilisha. Kama hayupo basi visogeze mbele. Nilimwambia na kukata simu bila kusikiliza alichotaka kusema. Nilimalizia kumwekea Emily vitu ambavyo najua atahitaji. Kisha nikachukua begi na kuelekea hospitali. Nilipofika nilitangulia hadi chumbani kwa mke wangu ambapo nilimkuta anahangaika akiwa amefunga macho. Nilikimbia kwenda kumuita nesi. Alikuja haraka lakini alipofika alishia kutabasamu tu. Akasema kwamba Mr. Mluga, una wasiwasi sana bwana. Hapa sasa ndo anaamka kutoka kwenye dawa. Cha msingi ni kumwangalia asijiumize, lakini kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo una uhakika kabisa kila kitu kipo sawa? Mr. Mluga, mke wako yuko kwenye mikono salama. Wewe sio na shaka. Si ulisema kwamba unataka akiamka akuone wewe? Basi ndio usitoke hapa sababu ndo anaamka. Nijikuta natabasamu tu nikasema sawa, hakuna shida, ngoja nikae hapa tu. Nilimweleza kwa furaha. Nilikaa pale nikimtazama Emily wangu akigeuka na kuhangaika, lakini hatimaye alitulia na kulala. Baada ya kama dakika 20, Emily alifungua macho taratibu. Na kama nilivyotamani macho yake alitua kwangu. Alichukua dakika kadhaa lakini hatimaye aliacha tabasamu. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio sana nilipoliona tabasamu lake. Niliinuka haraka na kwenda kusimama pembeni yake. Emily, mke wangu,
Yaani nakupenda kuliko unavyoweza kujua. Emily aliachia tabasamu kabla tabasamu lake halijageuka wasiwasi baada ya yeye kugusa tumbo lake. Watoto wangu. Dennis, watoto wangu wako sawa Emily. Watoto wetu wote wako sawa. Nilimwambia na kumuona akishusha pumzi, kisha macho yake yakaanza kutoa machozi. Wamewekwa kwenye chumba cha joto. Wamekuwa wakikusubiri uamke ili uweze kuwanyonyesha. Nilimwambia hivyo na kumuona akiachia tabasamu. Akaniambia kwamba nataka kuona watoto wangu. Nikamwambia kwamba okay, ngoja kwanza niwaite manesi, kwa hiyo nisubiri hapa. Nilimwambia hivyo na kutoka kwenye kile chumba na kwenda kuwaita manesi ambao walikuja na kumtazama. Baada ya daktari kumuona, aliruhusiwa kuwanyonyesha watoto na mimi nilimshuhudia mke wangu akijikaza na kushuka kitandani ili aweze kwenda kwenye wodi ya watoto. Uso wake wote ulionyesha namna gani alipata maumivu. Na mimi nilianza kulalamika kabisa, lakini manesi waliniambia kuwa anayehitaji au mazoezi. Kitu pekee nilichoweza kufanya ni kumshika mkono mke wangu na kumsaidia. Tulitembea taratibu hadi tulipofika wodi ya watoto ambapo tuliruhusiwa kuingia kwenye chumba kidogo baada ya kubadili nguo, kisha tukaletewa watoto wetu. Mbona wameletwa watoto watatu? Yule mwingine ni wa nani? Emily aliuliza na kunifanya niachie tabasamu. Huyu wa kike ni bonus ambayo tumepewa na Mungu. Nilimwambia na kumuona akilengwa na machozi. Yaani wote hawa walikuwa tumboni kwangu? Ndio mke wangu. Wote hawa ni watoto wako. Umekuwa mwanamke wa ajabu sana Emily. Yaani hauachi kunishangaza kila itwapo leo. Nilimwambia huku nikimtazama akiacha tabasamu kubwa pale alipokabidhiwa mtoto wa kwanza amshike. Wanaitwa nani? Bado hawana majina, walikuwa wanakusubiri uje ufanye shughuli. Nilimweleza hivyo, basi Emily alibaki mdomo wazi kabla hajaongea. Nilimwahi nikasema ya kwamba mke wangu, nimeshuhudia ukipambania maisha yako kwa ajili ya hawa watoto na mimi nilikuwa nje nimekaa tu. Kwa hiyo sio haki kabisa mimi kujiona nina mamlaka ya kuwapa majina wakati hakuna lolote nililofanya zaidi ya kukaa tu nje. Basi Emily alifunga mdomo wake, kisha nikaona machozi yakimtoka. Napenda sana mume wangu, sana tu. Aliposema maneno, moyo wangu ulisimama kidogo. Huyu ni Daniel, alisema nilipomkabidhi mtoto wa kwanza wa kiume. Kisha akambusu na kumkumbatia kwa dakika chache. Daniel aligeuza kichwa huku akinyosha mikono yake midogo. Nilimchukua huku nesi akimkabidhi Emily mtoto mwingine wa kiume. Nilikuwa nikitetemeka kwa sababu hii ndio mara ya kwanza ninawashika watoto wangu. Na nesi aliliona hilo, akaja kuniwahi na kumpokea mtoto sababu niliona kama nitamwangusha. Huyu ni Dylan, alisema kusasa akimbusu na kufanya kama alivyofanya kwa Daniel. Hatimaye tukamkabidhi mtoto wa mwisho ambaye alimbusu kwanza huku akimtazama muda mrefu. Na huyo anaitwa Dice, alisema hivyo baada ya kuwaza kidogo. Watoto wote walikuwa wanasinzia. Naona ni kwa sababu walikuwa wametoka kunyweshwa maziwa. Baada ya kukaa kidogo tukiwatazama watoto wetu, Emily alikamua maziwa kwa ajili yao, kisha tukarudi chumbani kwake ambapo bakuli la supu lilikuwa likimsubiri. Kweli siku zigandi, baada ya wiki 2 za kusota pale hospitali tuliruhusiwa kurudi nyumbani na watoto wetu. Katika siku nilizokuwa na furaha kubwa maishani mwangu, ya kwanza ni siku Emily alipojifungua, ya pili ni hii ninapowaleta nyumbani. Asikwambie mtu kulala hospitali sio kazi rahisi ndugu yangu. Kulala hospitali, nilishinda na kulala hospitali. Japokuwa mke wangu aliniambia nirudi nyumbani, lakini sio kazi rahisi kukimbizana na watoto watatu mwenyewe. Hivyo nijitahidi sana kumsaidia kwa kila nafasi niliyopata. Na hatimaye sasa ruti za hospitali zinaisha. Mpaka tunafika nyumbani maandalizi yote yalishafanyika. Mama Agnes alikuwa ameshaweka kila kitu tayari kwa ajili ya mke wangu na hata chumba cha watoto kimeshaandaliwa. Kila kitu kilienda vizuri hadi nikaanza kuhisi kuwa hii ni ndoto, lakini ndoto yangu ilikatika pale tulipopokea ugeni. Ni ugeni ambao sikutarajia katika maisha yangu. Na hata sikuwaza kama hili lingetokea. Msikilizaji, niambie kwenye comment, unahisi huu ugeni ni ugeni wa kina nani? Niambie kwenye comment, lakini kuna vitu nahitaji uelewe. Je, Timo ni kweli atakuwa ameondoka mazima? Hana kinyongo kweli huyu mwanaume? Ama
Lakini pia tukumbuke kuna document ambayo Mwamba alisaini ili kuweza kupewa mke wake. Sasa tunafahamu wote hakusoma yaliyoandikwa, yalichotaka ni kusaini na kupewa mke wake. Unahisi hiyo document ni ya nini? Ni ya nini? Kikubwa tu ni kujua huu ugeni ambao Mwamba hakutarajia ni wakina nani wamefika hapo nyumbani. Yeye mwenyewe moyo wake ulienda mbio sana. Comment nasoma. Mungu atujalie uzima na afya tele. Tukutane sehemu ya 6. Okay? God be with you till meet again, na nikukumbushe tu mtayarishaji wa simulizi ni Chuchu. Bye bye.